Mambo vipi mwana SNS popote pale ambapo unatufuatilia, karibu tena. Hii hapa ni GPS Friday, siku ambayo tunajibu maswali yenu, na leo bahati mbaya lakini sio mbaya kwa sababu huwa inatokea mara kwa mara. Leo nipo na Ali Masubi peke yake. Sma amepata safari na vile vile Henry naye amepata safari. Hivi tunavyozungumza, wakati tunarekodi kipindi, wapo njiani wakielekea kwenye mambo yao ambayo ni muhimu sana katika career zao. Sawa. Ali, vipi mzee? Safi askari, tunamshukuru Mungu. Tuko tena hapa, tumekutana tena kuimaliza wiki. Leo uko mwenyewe, lakini naamini kwa uwezo wako hakuna litakalo kushinda. Waswahili wanasema huwa inatokea aghalabu. Yani, baadhi ya wakati huwa inatokea ila huwa sio mara kwa mara, nadra inatokeaga kama hivi. Na kwa mwenyewe tunafanya vizuri. Naamini hakuna litakalo haribika hapa. Maswali ndo hivyo, bado ni mengi sana, ndio maana sijaweza hata kupokea maswali mapya kwa sababu ya mwitikio ni mzuri mno kutoka kwa kwenu. Sasa tuanze kujibu haya mpaka tutakapoyamaliza, ndipo taanza kupokea maswali mapya. Kwa leo tunaanza na swali la Mercedes Kaigarura. Anasema, hivi kwa nini Iran na USA wanapokaa kwenye meza ya majadiliano hawazungumzi moja kwa moja mpaka awepo wa katikati anayepeleka ujumbe huku na huko? Yani hawazungumzi wao kwa wao. Utaona kuna mtu kunaona Pakistan na nini, lakini kwa nini wasikae meza moja wakayajenga? Safi, swali zuri sana kwa ndugu yetu. Ni kwa sababu hamna mawasiliano ya moja kwa moja ya kidiplomasia. Mawasiliano ya moja kwa moja ya kidiplomasia yalikufa rasmi mwaka 1979 mara baada ya mapinduzi ya Iran. Unajua, mapinduzi sio sababu ya kuua mahusiano ya kidiplomasia, lakini kitu ambacho kiliua mahusiano ya kidiplomasia ni tukio ambalo lilifanywa na wanafunzi wa vyuo vikuu vya Iran kwa hasira. Walienda kuteka ubalozi wa Marekani, walienda kuzingira ubalozi wa Marekani na kuteka raia wa Marekani zaidi ya 60 na wakawazuia kwa siku zaidi ya 300, yani walizuia zaidi ya mwaka. Na ukiangalia Marekani alijaribu kila namna, kila njia zake za kuweza kuwaondoa, lakini tukio hilo moja kwa moja ni kinyume na sheria za kimataifa. Lakini upande wa pili pia ni tukio ambalo, kwa sababu tunafahamu kwamba balozi hizi zimeanzishwa, lakini balozi ni nchi ndani ya nchi. Unavyoona ubalozi wa Marekani nchini Tanzania, unavyoona ubalozi wa Urusi nchini Tanzania, ile ni nchi, ina hadhi sawa na nchi. Ina immunity, wale wafanyakazi wake pale hawawezi tu nyie mkatoka mkaenda mkavamia. Kwa hata mtu anapokuwa ameingia ndani ya ubalozi, hata kama Tanzania alikuwa anatafutwa, anapata pale hifadhi, na ile inakuwa ni political asylum, ni sawa yuko nchini Urusi. Kwa hiyo tukio kama lile lilikuwa ni tukio ambalo kwa Marekani kwanza lilikuwa unajua Marekani taifa lilivyokuwa na nguvu, kwa hiyo kwao waliona kama ni dharau, ni kibao hicho. Kwa hiyo kutokea pale, na mbaya zaidi, baada ya tukio lile kuanza, kiongozi mkuu wa kipindi hicho ambaye alikuwa ni Ruhollah Khomeini, kiongozi wa kwanza huyo, akawaendorse na kusupport wazo la wale wanafunzi walichokifanya kuweza kuwazuia hawa wafanyakazi wa uhamiaji wa Marekani, wafanyakazi wa nasema ubalozi wa Marekani hapo jijini Tehran. Kwa hiyo baada ya kuendoza hapo, ndio wa Marekani iliwaudhi kabisa, na hivyo mahusiano ya kidiplomasia yakafa. Maana yake ni kwamba panakuwa hamna exchange za moja kwa moja, hamna balozi Marekani, hamna balozi wa Iran Marekani, hamna balozi wa Marekani nchini Iran. Na lengo kubwa, wale wanafunzi walikuwa na demand Shah Reza Pahlavi, ambaye alikuwa ndio kiongozi aliyetokea nchini Marekani, aweze kurudishwa nchini Iran, na kuogopa labda Marekani anaweza kafanya kama alichokifanya mwaka 1953 kuweza kumng'oa kiongozi ambaye walikuwa wamemchagua, ambaye ni tunamuita Mohammad Mossadegh. Kwa hiyo kilichotokea ndio hicho, ndugu yetu, kwamba yale mahusiano ya moja kwa moja yakafa. Kwa hiyo mara nyingi situation kama hii inapojitokeza, mataifa
mataifa ambayo hayana mahusiano ya kidiplomasia huwa ni changamoto sana, na huwa yanatumika mataifa ambayo yenyewe ndio yana uwezo wa kufikia taifa ambayo yana mahusiano ya kidiplomasia na pande zote mbili. Lakini kuwa na mahusiano ya kidiplomasia na pande zote mbili haitoshi. Faransa wana ubalozi wao nchini Iran, lakini haitoshi hiyo. Lazima pia wawe kwenye pande mbili zinapokuwa kwenye mgogoro, lazima wale wapatanishi ama back channels ziwe zinaheshimika na pande zote. Iran anaweza kasikiliza na Marekani anaweza akasikiliza. Ndio maana sio kila taifa kisa. Kwa nini Tanzania si ana mahusiano na Marekani, ana mahusiano na Iran, ana balozi hapa, lakini kwa nini hahusiki na mgogoro? Lazima liwe taifa ambalo linaheshimika kweli kweli na pande zote mbili, ambao ndio maana unaona yuko Pakistan, unaona pia yuko nchi ya Oman. Kwa hiyo sababu kubwa ni hiyo, na sio tu kwa Iran, hata kwa North Korea pia kuna kesi kama hiyo. Inakumbuka kwamba kuna raia wa Marekani aliweza kutekwa. Fuatilia hicho kisa, ni kizuri sana. Raia wa Marekani alienda kama mtalii North Korea, akabandua bango ambalo lina propaganda linasifia kiongozi mkuu wa nchi ya Korea. Tena lilikuwa hotelini. Yule jamaa akaja akakamatwa na akawekwa ndani kwa muda mrefu. Marekani hapo ikapambana na walitishia pengine hadi kuivamia. Na yule kijana, story yake ni kwamba baadaye alikuja kutolewa na North Korea, na anakumbuka wakati anakuwa prosecuted mahakamani, the way anavolia, anavomba msamaha pale kwa mahakama za North Korea, na akakuja kurudisha kwao, akapata koma, baadaye akaja kufariki. Ni story nimeifanya tu hiyo fupi, lakini maana yangu ni nini? Baada ya kuwa kakamatwa, Marekani anahangaika namna gani sasa huyu kijana anaweza wakamuondoa. Hamna mahusiano ya moja kwa moja na North Korea, kwa hiyo ikawa anatumia nchi nyingine ambayo ina uwezo wa Marekani akaongea nayo, na yenyewe ikaenda ikaifikia North Korea, kwa sababu kunakuwa hamna zile diplomatic channels rasmi kutumiana barua au kupigiana na vitu vingine ambavyo vina uwezo wa kutokea baina ya pande hizo mbili. Kwa hiyo ndio hivyo, ndugu yangu. Sawa. Swali jingine leo linatoka kwa Tamim Saidi wa Tomondo, Zanzibar. Habari wana SNS, naitwa Tamim Saidi kutoka Tomondo, Zanzibar. Mimi swali langu ni kuhusu hii vita ya Iran. Ni kwa nini pesa zake zinatoka kwa walipa kodi wa Marekani badala kutoka kwa Israel ambaye ndio mhusika mkuu wa hii vita, na wana hela nyingi sana hawa jamaa? Adhani anamaanisha pesa ambazo Israel inazitumia zinatoka kwa walipa kodi wa Marekani, sio pesa zake yenyewe. Sawa. Vita ni gharama kwanza. Kwa hiyo kusema Israel peke yake ingekuwa na hela za kuendesha yote anayoendesha ni uongo. Kwa hiyo Israel imekuwa ni moja ya mataifa machache sana katika dunia hii ambayo imekuwa inapokea msaada wa moja kwa moja wa kijeshi na Marekani, kama MNA, Major na NATO Ally, lakini kama mshirika wa Marekani kindakindaki, kama taifa ambalo ni dada la Marekani. Kwa hiyo unaweza ukasema Israel imeweza kufanikiwa kuwa inanufaika sana na misaada ya kijeshi ya Marekani, ikiwa inapokea moja kwa moja msaada wa kifedha ambao ni sheria kabisa ya Marekani imepitishwa kwamba Israel atapata. Lakini sio wao, mbona Egypt anapokea? Sema anachokipokea Israel ni kikubwa zaidi, pakiwa pana ushirikiano wa moja kwa moja na nchi ya Marekani. Kwa hiyo nini kimepelekea hivyo? Kwanza ni lobbying ambayo tumekuwa tunaiongelea kwamba Israel ameweza kufanikiwa kuiteka serikali ya Marekani, na maamuzi mengi ambayo yamekuwa yanapitishwa yamekuwa yanainufaisha nchi ya Marekani. Haikuwa hivyo mwaka 1940 wakati taifa hilo linaanzishwa, haikuwa hivyo mwaka 1960 wakati taifa hilo linaanzishwa, lakini zipo sababu kadhaa zilizopelekea hadhi ya Israel mbele ya sura ya Marekani kuweza kupanda, ikiwemo ushindi wa vita vya siku 6 vya mwaka 1963 na hope sijakosea tarehe 1 au 3 hapo around hapo. Vita hivyo vilivyopiganwa, the way Israel aliweza kushinda mataifa ya Kiarabu, Marekani akaanza kumwangalia kwa jicho la tofauti. Lakini kudondoka kwa Iran kama mshirika wa kimkakati zaidi na wa muhimu sana wa Marekani baada ya mapinduzi ya mwaka 1979, ile pia iliweza kufungua namna Marekani alivyozidisha alivyozidisha heshima yake kwa Israel na kuiangalia taifa la Israel. Lakini mafanikio makubwa yamekuwa ni kwa lobbying, ambapo Israel ilijikuta ina Wayahudi wengi sana ambao wana support sera mbalimbali zinazoinufaisha nchi ya Israel mpaka kuielevate ama kuipaisha mpaka leo hii tunaona Israel imekuwa ni taifa ambalo linanufaika sana na Marekani, na sera nyingi zimekuwa zikipitishwa kuinufaisha Marekani. Imesimamia maazimio mengi, ameilinda, amekiingia sana kifua taifa hili la Israel. Kwa hiyo sababu kubwa unaweza ukasema ni hiyo. Nyingine ni namna ambavyo Israel wamejiposition. Ukija Afrika unaweza ukaona taifa kama Nigeria limejiposition sana katika uchumi
unaoongozwa na kidigitali. Ndio uchumi wa Israel. Israel hana madini, Israel hana uh, mafuta kama mataifa ya Kiarabu, lakini Israel kwa nini ana uchumi mkubwa? Israel kwa nini anajiweza? Ni kwa sababu wale jamaa wana akili, na hiyo lazima uadmit. Ni watu ambao wame uchumi wao hautegemei vita, ndio maana hautegemei hizo commodity hizo. Kwa hiyo hata kama mvua unaweza kusema hata kama sasa hivi nchini Israel vita vimekuwa vinapigana muda mrefu tangu Gaza, lakini mbona watu hao wanaweza kusustain? Taifa jingine lingekuwa limecollapse kabisa, lakini hawa wanaweza vipi kusustain gharama zote hizo? Kwa hata kama Marekani anachangia, lakini Israel bado anazalisha. Wana makampuni makubwa sana chini Israel na yanazalisha silaha ambazo ni bora sana. Hata Marekani wenyewe wanakuwa admired. Kwa nini? Kwa sababu wana ile pia uwezo wao wa akili ambao umefanya kwamba Marekani na yeye iwe ni ngumu kuweza kuwakataa. Angalia, wameweza kutengeneza moja ya mashirika bora kabisa ya ujasusi duniani ambao ni Mossad, na sio Mossad peke yake, ziko zile kuna Shin Bet, lakini kuna ile ambayo ni wanahusika na kuhack tu, ambayo yana uwezo wa kwenda unpaa na mashirika makubwa duniani. Kwa hiyo ni watu ambao wameweza pia kujiweka katika ile position kwamba ni watu ambao wamebebwa lakini hawakunyosha miguu, wamebebeka. Kwa hiyo wameweza kuipambania position yao. Inakuwa ni ngumu hata kwa Marekani kuweza kuwakataa. Wana intelijensia, mtandao wa intelijensia mkubwa zaidi Mashariki ya Kati na maeneo mengine, hasa Mashariki ya Kati, ambao hata CIA wenye hawana, inabidi wawategemee hawa. Ndio maana kuna hiyo intelligence sharing na vitu vingine. Kwa hiyo hizo ndio sababu unaona kwa nini kwa Marekani inakuwa ni ngumu kumkataa Israel. Ni mchanganyiko wa sababu hizo. Kwa hiyo tu nadhani hapo kwa kiasi fulani nitakuwa nimekujibu, lakini tungeweza kulitanua zaidi kwa sababu maswali ni mengi. Tuendelee mbele. Asante sana. Swali kutoka kwa Vero Frank anasema, ikiwa Marekani itatumia nuclear dhidi ya Irani, mnafikiri Irani atajibu kwa kufanya nini? Anasema anapenda sana GPS. Vero, Marekani akitumia nuclear, Iran hatakuwa na majibu ya nuclear unless naye ana nuclear. Na siku zote baada ya Marekani ndio taifa pekee lilotumia nuclear katika vita. Hiroshima na Nagasaki mwaka 1949 na vita vikaisha katika hii miji miwili, na lengo lilikuwa ni kuionyesha tu dunia, hamna sababu nyingine ya kutumia yale matumizi. Japan tayari alikuwa ameshashindwa. Lengo lilikuwa ni kuionyesha dunia, na kweli waliweza kusil ile deterrence. Ni mwaka 1945 kumradhi, mwaka 1949 Urusi na wao wakaja kujibu. Kwa Marekani alipata miaka minne hapa, na ile miaka minne ilimpa nguvu kubwa sana isiyoshindika. Hapo ndio mashirika mengi na mataasisi mengi Marekani aliweza kuyaanzisha basi na kuwa na ukinzani wote, kwa sababu ni taifa lenye nyuklia, limeonyesha lina nguvu kubwa. Nani ambaye anaweza akapingana nalo akashindana nalo katika vita? Kwa hiyo tangu kipindi hiko mataifa mengine yote yalikuja. Urusi alikuja, China alikuja, Uingereza, Ufaransa, North Korea, pia Pakistan na India walikuja hapo, pamoja na Israel ambao ni undeclared. Sasa hawa walikuja, lakini hawajatumia katika vita. Lakini kwa nini wanaogopeka? Ni kwa sababu huhitaji kutumia nuclear ili uogopeke. Wewe unatakiwa ufanye jaribio la nuclear. Ukishafanya jaribio la nuclear, hapo tunasema umeseal the deterrence, kwa sababu umetengeneza kitu tunachokiita kama mutual assured destruction doctrine, mwongozo ambao wa maangamizi ya pande mbili aliyohakikishiwa kwamba taifa lolote lenye nyuklia, liwe kubwa au dogo, linaposhambuliwa, kama na lenyewe lina uwezo wa kufikisha kufanya second strike, linaposhambuliwa first strike, shambulizi la kwanza, kama lina uwezo wa kufanya shambulizi la kisasi, hapo tunakuwa tunasema kwamba yale mataifa yote mawili, lile chokozi liloanzisha shambulizi la kwanza na lile taifa la pili, yote yako mutually assured to be destructed. Yote yana uhakikisho la uharibifu kwa pande zote mbili wa kinyuklia. Kwa hiyo kama Marekani leo akishambulia North Korea, maana yake North Korea anaweza akajibu. North Korea akijibu, maana yake, na hiyo wala haipingiki, tayari North Korea na ICBMs ambazo ni moja ya njia tatu za delivery za nuclear. Nuclear inaweza ikawa delivered kama mabomu ambayo yanadondoshwa kwa ndege maalum zinazoitwa kama bombers, ambazo Urusi, Marekani, China wanazo. Lakini nuclear pia inaweza ikawa delivered na makombora hayo ya hypersonic, ambayo makombora kumradhi ya ICBMs makubwa ya bara hadi bara, kutokana na umbali, hata pia masafa mafupi yanaweza yakabeba vichwa vya nuclear. Njia ya tatu ni submarine ambazo zinabeba hayo makombora na zinaweza zikashambulia. Hizo njia tatu za delivery ambazo North Korea na mataifa mengine huwa yanajitahidi yawe na njia wala umoja. Yale ambayo yamekamilisha njia zote tatu yanakuwa na hiyo trinity, tunaita nuclear trinity. Sasa
Nachotaka kusema ni nini? Ni kwamba Iran ili aweze kuseal the deterrence, aogopeke, angejaribu kufanya hadi afanye jaribio, tumuone kwamba uwezo ukawa nayo unayo ndani, lazima ufanye jaribio siku zote. Ndio maana North Korea anafanya majaribio kila siku, anafanya maparedi kila siku, anaonyesha. China anafanya maparedi, Urusi anafanya maparedi, kwa sababu prevention is better than cure. Yani husubiri ushambuliwe ili uonyeshe wewe una makali. Siku zote unatakiwa utishie. Ndio maana North Korea hakubali asaulike. Vile Marekani anavyoona, anaogopa, licha ya udogo wa North Korea, wanajua tukishambulia hii itatuletea shida. Kwa hiyo ndio tunaita deterrence, kuogopa, hofu ya kulishambulia taifa fulani kwa kuhofia yale majibu ya lile taifa. Kwa hiyo kwa Iran, kama atashambuliwa na Marekani, mimi nadhani hatari halisi haipo kwa Iran mwenyewe kama atafanya majaribio ya nyuklia. Hatari halisi ipo katika kile kitakachotokea nchi ya Marekani kutumia mabomu ya nyuklia kwa mara nyingine ya pili, hata kama ni nyuklia za kimkakati. Na sasa hivi yameanza madai kwamba Urusi ana uwezo wa kutumia nyuklia kama last resort yake katika vita vya Ukraine, na imekuwa kuna hizo speculations, ama kuna tuanzo kusema ni kama dhana hizo ambazo zimekuwa zipo, lakini siamini pia kama Urusi ana uwezo wa kutumia hizo, kwa sababu ana silaha za aina zote. Kwa nini atumie mabomu ya nyuklia? Hizo ni silaha za mwisho, weapon of ultimate destruction, silaha za mwisho za maangamizi ya wengi. Angalia Little Boy na Fat Boy ambaye alidondoshwa Hiroshima na Nagasaki, kila mmoja alidondoshwa sehemu yake katika hiyo miji. Watu waliokufa ni zaidi ya mamia, ambao ni zaidi, unaweza kusema kuna sehemu walikufa watu 70, sehemu nyingine 80 immediately. Achana na wale ambao wengine walikuwa wanakufa baada ya wiki 3, wale walioungua wakiwa mbali katika ile blast site. Kwa hiyo unaweza ukaona madhara yanakuwa ni makubwa ya wengi. Watoto walikufa, wajawazito, wamama. Hayo ndio atrocities ambazo Marekani amewahi kufanya. Hichi anachokifanya Gaza, Mwisraeli ni cha mtoto. Marekani alikifanya ndani ya sekunde, walikufa watu wote ambao wamekufa Gaza so far, na zaidi, watu zaidi ya 100,000, na nani ameweza kumlipisha? Kwa hiyo kitendo kama hicho Marekani akifanya tena kitakuwa kina madhara makubwa sana katika hadhi yake. I can't even imagine it. Yani dunia haitokaa iamini kwamba ndo kafanya hivyo. Na baada ya hapo mataifa mengi yatapambana kuwa na nuclear, hata kwa siri. Mengi yatapambana, mengi yamejaribu Mashariki ya Kati na yamezuiliwa. Libya, Iraq, Iran, Libya, Iraq, Syria, wote wamejaribu kuwa na mabomu ya nyuklia, lakini wakashindikana kwa namna moja ama nyingine, sites zao zikashambuliwa. Lakini hata Egypt pia, mataifa mengi zaidi baada ya kitendo kitakachofanya Marekani na madhara yake, watajaribu kufanya less, watumie hizo tactical nukes. Lakini hata hizo pia, tactical nukes ni zile silaha za kinyuklia ambazo zina madhara ambayo yako limited kwa eneo fulani, kwa sehemu fulani, labda kuangamiza sehemu fulani. Lakini nuclear siku zote ni nuclear, ina radiation fallout na vitu vingine, ina mlipuko ambao ni mkubwa zaidi kuliko milipuko ya kawaida ambao ni conventional, hii ambayo inatumika na mabomu na silaha nyingine. Kwa hiyo mimi nadhani hapo nitakuwa nimekujibu kwa kiasi fulani kutokana na mtazamo wangu. Unajua kuna ile furaha ambayo unakuwa nayo unapokuwa unasafiri kwenda nje ya nchi. Unakwenda sehemu ambayo labda ndo mara yako ya kwanza kufika, ukiwa na matarajio makubwa sana. Lakini inachosha zaidi pale ambapo unapokuwa sasa unaelekea kwenye hoteli, unaanza kufikiria kuwa na wifi, ama kufikiria namna ambavyo unaweza ukapata sim card itakao kuwezesha kuwa na access ya internet, kuwajulisha ndugu, jamaa na marafiki na familia kwamba umefika salama huko ulikokwenda. Hapo ndipo Kwetu eSIM inakurahisishia maisha. Ukiwa na Kwetu eSIM, huhitaji kubadilisha sim card yako, huhitaji kusubiri wifi, na huhitaji kuzunguka airport ukitafuta line mpya. Unachofanya ni kudownload app ya Kwetu eSIM kwenye App Store au kwenye Google Play. Fungua app, jisajili, kisha chagua nchi unayoenda, iwe Dubai, China, Uturuki, nchi za Ulaya, Marekani, popote ambapo unaelekea kwenye safari yako. Baada ya hapo unachagua kifurushi cha data kinachokufaa, lipia kwa mobile money, kisha install eSIM kwenye simu yako. Ikileta prompt, bonyeza allow au ruhusu, chagua abroad, kisha data only. Baada ya hapo unaenda kwenye cellular, chagua eSIM yako, washa data roaming, na hapo utakuwa tayari kuendelea kutumia internet ukiwa nje ya nchi. Kwa hiyo kuanzia sasa, ili kuepukana na hii stress unaposafiri kwenda nje ya nchi, hakikisha kwamba unayo Kwetu eSIM katika simu yako. Pakua Kwetu eSIM ili ubaki connected
popote pale unaposafiri. Swali jingine linatoka kwa Nur Mohamed, anasema swali langu mimi, je, Iran ana njia mbadala ya kusafirisha mafuta kuuza nje tofauti na kutumia meli? Na kipi kinafanya Iran wajiamini sana na kusema hawata negotiate tena na uongozi wa Trump mpaka 2029 atakapomaliza muda wake, huku wamewekewa blockade? Sawa. Sasa kwanza kabisa unabidi ufahamu kwamba katika masuala ya usafirishaji wa mizigo hamna njia ambayo inaizidi njia ya maji ya usafirishaji. Njia tunafahamu ni angani, ardhini na majini. Majini ndio panaweza meet mahitaji ya wengi ama mahitaji ya usafirishaji ya mafuta mengi sana. Na Iran anauza mafuta yake zaidi kama crude, na mnunuaji mkubwa zaidi anayemtegemea ni Mchina ambaye ananunua zaidi ya 80% ya mafuta yake kwa sababu ya vikwazo ambavyo Muirani amekuwa anawekewa. Kwa hiyo hii 20 inayobaki ndio wanakula nchi kama Pakistan, ambao unaweza kusema wanakula kupitia boda ile mpaka wao ambao wana share na sehemu nyingine, lakini zaidi ni nchi hiyo hata nchi ya UAE na yenyewe inaagiza mafuta pia ya Iran. Hilo pia liweze kufahamika, imekuwa ni miongoni mwa nchi ambazo zimekuwa zikiagiza mafuta ya Iran. Kwa hiyo sasa hili linatuambia kitu kimoja tu, kwamba Iran njia kubwa sio kwa Iran, kwa nchi yoyote ni kutumia hizo meli ambazo zinabeba mafuta mapipa mamia ya mapipa ambazo zinaitwa VLCCs ama very large crude carriers, ambazo hizo ndio zina uwezo wa kubeba mafuta ambayo yani hizi kigari kimoja hichi sio kibebe crude kweli kiweze kupeleka labda nchi jirani, na kuwa ni uongo. Njia nyingine pia ambayo huwa ni nzuri ni kutumia pipelines, labda hiyo kwa distance ambayo wewe unafahamu sio ya mbali, ambayo labda Tanzania Uganda anavotoa vile analeta paka Tanga ingie wapi kwenye hizo VLCCs. Kwa hiyo unaweza kuona Iran pia ana mbadala. Nini kinachoweza kuwafanya wa Iran waweze kuwa wanajiamini kwamba wana uwezo wa kusustain licha ya kuwa na blockade? Ni kwa sababu wanafahamu kwamba sio kwamba wanajiamini, hapana. Hii ni michezo. Marekani anajaribu kucheza michezo kumweka Muirani katika disadvantage. Muirani anamweka Marekani katika disadvantage. Disadvantage gani? Ni disadvantage ya kiuchumi, kwa sababu Marekani anajaribu kupandisha cost ya maisha ya Wairani ili kuwalazimisha Wairani warudi mezani, na sio tu mezani, warudi mezani wakiwa dhaifu na waweze kukubali kirahisi matakwa ya Marekani. Vivyo hivyo Iran na wao wanajaribu kucheza karata zao. Ni michezo hiyo ya majadiliano, the art of negotiation, kwamba Marekani na yeye aweze kurudi madaraka katika meza ya majadiliano, aweze kukubali matakwa ya Iran. Kwa hiyo lazima uwe sitaki nataka. Unavotaka kununua kiatu, umeenda dukani unaanza tu kukisifia, au chinga amepita na kuletea kiatu na wewe unaanza kiatu kikali hichi, pale chinga lazima atajua wewe unauhitaji na kupiga 50,000. Lakini ukishika kile kiatu hata kama kizuri umekipenda, unatakiwa uangalie soli yenyewe hii bana, mbona ya kawaida. Kama labda ndo chinga amekuja hapo wa Mtumbani dukani kidogo, uwezo ukasema hivyo. Kwa hiyo hata dukani pia show impression, yule kijana anaweza kukupiga. Kwa hiyo ukikidegrade hivi na nini, chinga anakuwa disappointed sana. Kwa hiyo kama alikuwa anataka aseme 30, asema ngoja niseme 20,000, na wewe hapo kimoyomoyo unakuwa unachekelea. Kwa hiyo ni kama same situation. Iran sio kama haumia, anaumia, sote tunajua, amepigwa, ameshambuliwa na vitu vingine, lakini lazima na yeye ana sehemu zake pinching point ambazo anajua kwamba Marekani na yeye anaumia. Ikifungwa Hormuz, uchumi wa dunia unaumia, ambao in turn Marekani anaumia. Watu ambao katika pampu za Marekani za mafuta wanaenda kuchukua mafuta yanapopanda katika soko la dunia, wale moja kwa moja wanakuwa affected, kwa sababu wachimbaji wa visima vya mafuta wa Marekani, wachimbaji wa visima vya mafuta wa Afrika duniani nzima hawawezi wakachimba eti wakuuzie wewe mafuta kwa bei ndogo wakati kwenye soko la dunia ni ya bei kubwa. Si bora zije meli waziuzie, wasiuze Marekani, wauze huko nje ambako mafuta yanauzwa kwa bei kubwa, wapakie Japani yaweze kuuzwa kwa bei ya dunia kuliko kuuza ndani. Hata wewe usingeweza. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba the plot ya Iran ni ipi? Ni kuhakikisha Marekani anaumia ili aweze kukubali matakwa yao. Kwa hiyo ni mchezo huu, nani atashinda ni swala la muda, lakini kwa Marekani muda pia unaweza usio upande wao. Iran wanajua yote. Kwa kuna vitu vingi sana, tunarudi pale an art of negotiation, yani ni sanaa ya majadiliano
mbinu na mikakati, wote pande hizi mbili wanajaribu kucheza. Marekani akicheza karata zake, leo amekuja na hiyo economic D-Day. Je, itafanikiwa? Je, haitafanikiwa? Ni swala la muda, akijaribu kucheza karata zake vizuri, na unaona wanavyopambana, kwa sababu inaonyesha kabisa kwamba pia wanaitaka amani, kwa sababu vita pia kupigana kwa muda mrefu kwa Iran si rahisi, na Iran inaonyesha wamejipanga kuweza kuendelea mara kadhaa ili kuhakikisha wanaiumiza Marekani, kwa sababu architecture ya Marekani haijajengwa kusurvive mavita ya muda mrefu hivyo, kwa sababu masilaha yao gharama. Na unaona vita hivi vya Iran ni tofauti na vita vya Vietnam na vitu vingine. Ni vita ambavyo moja kwa moja vimeenda kuumiza maslahi ya Iran, mbinu ambayo Iran wanaifanya kuhakikisha pia wanaumiza maslahi ya nchi ya Marekani. Kwa hiyo mimi naomba niweke nukta hapo, na imani nitakuwa nimejibu swali lako ndugu yangu. Sawa. Ali Juma anasema, mimi kaka Bundala, DJ Smart, Masubi na Mwinuka, swali langu ni moja tu, ni kwa kiasi gani Waajemi Persians wanaweza kudhibiti tena maeneo ya Syria na kuisaidia tena Gaza, na vilevile teknoloji yao kwenye makombora ilianzia wapi hasa? Sawa, nitajitahidi kulijibu kwa ufupi sana. Ukiuliza kwa njia gani, ni pagumu sana ndugu yangu kuweza kurudisha ule mtandao wa Syria ambao ulikuwa umetengenezwa, kwa sababu kila siku sasa hivi tangu huyu al-Sharaa alivyoingia amekuwa anataka ajiprove kwa Israeli, kwa Marekani kwamba yeye yuko upande wao na hawezi kuzuia na one of the best way ni kuua ile njia ambayo Assad aliruhusu ya Iran kuweza kuwasupport Hezbollah, Hamas na wengine. Lakini ni kurekebishe hapo, Hamas hapo yani hawapo kabisa. Yani Iran alikuwa anaisupport Hamas, lakini sio kwa kiasi hicho kikubwa sana, labda silaha na vitu vingine. Ndio maana uwezo ukaona makombora ya Iran hajawahi kuonekana Hamas. Iran wale supporters wake kindaki ambao ni kinyago alichokichonga, kuna Hezbollah, kuna Wahuthi. Kwa njia bora ambao alikuwa anaitumia kuisupport Houthi, fedha na silaha na vitu vingine, ilikuwa ni kupitia nchi ya Syria, na sasa hivi imekuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo kurudisha zile enzi ni ngumu sana. Kumbuka the architect wa mkono wa chuma wa Israel wa Iran, ikiwa ni hivi vikundi ambavyo vimekuwa vinapigana kwa support ya Iran, vikundi cha Hezbollah, Wahuthi, vikundi ambavyo viko Iraq. Sina wasiwasi, nadhani kwa military strategists wa Iran wanaweza waka focus nguvu ambayo inaweza ikawa imepungua hasa nchini Syria, iweze kufocus pia nchini Iraq, kwa sababu wana vikundi vingi ambavyo vipo pale vinapigana, ila viko scattered, vinavyopigana chini ya support ya Iran. Lakini kumbukwe pia kidogo yule waziri mkuu sasa wa nchi ya Iraq amekuwepo ni kama ana al-Sharaa fulani pia, kiwa anakuwa endorsed na Marekani, lakini Iraq imeshikwa pabaya kwa sababu fedha zake zote ambazo wanauza kwenye mafuta, ambayo ndio chanzo kikuu cha nchi ya Iraq, zinapitia nchini Marekani. Kwa hiyo ni namna gani wanaweza kurudisha? Ni ngumu kweli kweli. Yule the architect mwenyewe Qasem Soleimani kuweza kuuawa pale Marekani, kimkakati waliweza kuscore. Na kwa nini? Kwa sababu mpaka leo hatujaona kama Qasem Soleimani ambaye yule ndio ameweza kujenga ile miaka yote zaidi ya miaka 30 ndio ameweza kujenga Hezbollah tunayoona leo, Wahuthi tunaona leo, kwa sababu teknolojia kubwa za drone, makombora na nguvu zao za kijeshi na fedha nyingi waliweza kuwa wanapokea kutokea nchini Iran. Kwa Wahuthi kule inaweza ikawezekana, lakini kwa Hezbollah kusema za ukweli kafika. Kwa hiyo nadhani wao pia Hezbollah watatakiwa wa adjust position zao, posture yao, kwa sababu pia mashirikiano ambayo yanaonekana baina ya Israel na serikali ya Lebanon, ni mahusiano ambayo yanaweka pia kwenye disadvantage. Unajiuliza wanapata wapi silaha, watatoa wapi? Inakuwa ni ngumu sana kwao, lakini obvious watatafuta namna ambao wanaweza kuingiza hizo silaha, lakini ni ngumu sana chini ya pua ya Muisraeli ambaye atahakikisha anaangalia ardhini, majini na angani kuona hamna msaada unaoingia kwa Israel. Na plani yao ni kwa Hezbollah, plani yao ni kuhakikisha kwamba Hezbollah wanakuwa isolated na kukosa msaada hiyo ndio plani yao, na kukosa msaada wa Iran, hiyo ndio plani yao. Kwa hiyo ni umeuliza swali ambalo ni very technical, linahitaji dondoo nyingi za kiujuzi, na imani nitakuwa nimekujibu sio kwa upana sana kufanya mada isiwe kubwa, lakini kwa kiasi ambacho kinajitosheleza na imani. Aya, sawa. Swali jingine kutoka kwa Selo Elikana Malegesi, ana maswali mawili ambayo yanahusiana. La kwanza, Tanzania, Uganda na kampuni ya Bahrain wamesaini mkataba wa kujenga refinery au kujenga matenki ya kuhifadhia mafuta. 2, Uganda atawezaje kusambaza au mafuta ghafi Kenya na Tanzania kwenye hizo refinery? Hakutakuwa na conflict of interest?
Swali zuri sana, lakini mara ya mwisho niliweza kulijibu kwa asilimia zake. Kwanza umeuliza kwamba huu mkataba wa Vital Tanzania na Uganda ni mkataba ambao utakuwa unahusu nini? Kumbuka hizi ni nchi tatu, zote zitaanzisha kampuni moja, ambayo hii kampuni itakuwa ni kampuni tanzu ambazo nchi zote hizi zitakuwa zinachangia katika ule mtaji, na kutokana na mchango wa kila nchi katika huo mtaji ndio shares ambao wanaweza wakapata, kama ambavyo kwenye pipeline ya EA Corp Tanzania ina hisa 15%, Uganda ina hisa 15%, Vital wana asilimia zao hapo ambazo ni 60%. Asilimia zinazobaki sio Vital, ni Total ndo hapo kwenye EA Corp, yani bomba lile pipeline ya mafuta, alafu asilimia zinazobaki na kopo ni nchi ya ni wa China, inakopo ni kampuni ya petroleum ya China CNOOC kama sijakosea kifupi chake. Kwa hiyo sasa hizi ndio kampuni ambazo zote zimeshirikia. Kwa hiyo faida inapatikana kwenye bomba la mafuta kama kampuni, watakuwa wanagawana. Vivyo hivyo kwa Vital, Bahrain na Tanzania pamoja na Uganda, refinery inajengwa, lazima kila mmoja atapata kwa maslahi yake. Lakini nchi ambayo ina-host ile inapata zile faida nyingine ambazo ni secondary, royalties ama mirabaha na vitu vingine, faida nyingine nyingi. Sasa scope ya huu mradi kidogo uko unique na Dangote, ambao Dangote unajua kiwanda chake yeye kita deal na kuweza kuchakata mafuta yanayoingia kwa siku mapipa 700,000 kwa siku, kuweza kuyachakata, kuyavunja na kuzalisha hizo products zinazopatikanaga na mafuta hapo, diesel, petroleum, jet fuel na vitu vingine. Hiyo Dangote atadili na hiyo, lakini kwa hawa kidogo ile bilioni 21 ni nyingi kuliko ile investment ya Dangote, lakini na wao hawaendi kujenga refinery la mapipa 700,000, hapana. Wao refinery itakopo ni kadri ya mapipa 200,000 hivi, lakini hiyo hela nyingine inatumika kwenye nini? Kujenga other infrastructures, miundombinu mingine ambayo ni muhimu katika mradi, katika ecosystem ya refinery ama ecosystem ya mafuta. Lazima utahitaji matenki ya kuhifadhia, lazima utahitaji logistics mbalimbali, lakini pia kuna pipeline ambayo itapeleka upstream. Downstream ni mafuta yanakuja, lakini upstream kurudi kule, ambayo hiyo itakuwa inapeleka nchini Uganda bidhaa zile ambazo ni high end petroleum products kama jet fuel na nyingine ambazo zitatakiwa ziweze kutolewa na kupampiwa kurudishwa Uganda. Na usisahau kutakuwa kuna refinery 3. Kuna Hoima refinery ambayo inajengwa huko Hoima, ambayo hiyo itakuwa ina uwezo kuchakata mapipa 60,000 kwa siku. Kwa sababu ingekuwa ni ujinga, na ndio maana Uganda wamedelay muda mrefu. Yani wawe na mafuta, hawakutaka wafanye kama Nigeria, una mafuta yako wewe unazalisha, alafu yale mafuta yanaenda kuchakatwa nje ya bara la Afrika. Chana na hizi refinery ambazo idea imekuja sasa hivi. Mwanzo ilikuwa kwamba wao na mafuta waanze kuyasafirisha alafu yaende eti huko kwenye refinery nyingine alafu wao waagize tena. Ingekuwa ni bullshit. So walichokifanya ndio kuanzisha sasa, wakaingia pia wana kampuni ambao hiyo ya Vital ambayo inajenga pia refinery. Lakini kumbukwe Vital sio tu mtu yote ambayo Waganda wameingia na mkataba, ni nchi ambayo ndio exclusive supplier wa mafuta wa nchi ya Iran. Hamna mwingine wa nchi ya Uganda, hamna mwingine. Vital ana supply mafuta ya Uganda, kwa ndio sasa hivi anailisha nchi ya Uganda mafuta, petroleum na vitu vingine. Ni nchi hizi tatu, Kenya, Tanzania, Uganda, kila moja na mfumo wake wa manunuzi ya mafuta. Tanzania tuna mfumo wa ubia, ama tunatangaza tenda sisi kwa yule kampuni ambayo itakopo ina bei ambayo ni nzuri, shindani zaidi ya chini, ndio ambayo ina serikali inaipa tenda. Lakini ukija kwa Kenya wao na mfumo mwingine ambao tunaita G2G ama government to government oil procurement, ambao ni wa serikali kwa serikali, ambao pia una faida zake. Kila mfumo wa hizi nchi una faida na hasara zake. Ule wa Kenya faida yake ni kwamba Kenya ina uwezo wa kupewa mafuta on credit. Kenya ina uwezo kupata mafuta on credit, yani hata ikalipia baada ya miezi miwili, tofauti na ule mfumo ambao Tanzania ina operate. Kwa hiyo hata kuna muda dola zikiwa adimu, Kenya ina uwezo wa kusurvive hivyo, isipate ile changamoto ya kuhakikisha hapo unapata dola ama shida nyingine. Yani ni mfumo ambao una faida siku zote. Kununua kitu on credit kwa mkopo kuna faida, lakini G2G maana yake Kenya anauziwa moja kwa moja na serikali ambazo zipo hapo Mashariki ya Kati, labda ya Saudi Arabia na vitu vingine. Huo ndio mfumo wao, hauziwi na wafanya biashara hawa kawaida. Kwa hiyo ukiniuliza upo na mafanikio,
kusema za ukweli, ukiangalia bei za mafuta sasa hivi ndio utajua. Ukiangalia bei ya mafuta ya Tanzania, Kenya, Uganda, unaweza ukajua mfumo gani uko effective, ule wa nchi gani uko effective, kwa sababu imekuwa tested hiyo mifumo. Kwa hiyo najibu sehemu ya mwisho swali lako ambalo unauliza soko la mafuta. Nijibu pia mara ya mwisho kwamba itakuwaje serikali ya Uganda itasupply vipi? Hapana, sio serikali ya Uganda, ni kampuni ambayo itakuwa ina refine haya mafuta. Kwa hiyo Tanzania kutakuwa kuna mapipa takriban 200,000, Kenya kutakuwa kuna mapipa takriban 700,000. Jumla soko la Afrika Mashariki litakuwa na mapipa 900,000. Sasa haya yanawezaje kuwa supplied? Ndio uangalie nchi zote ambazo zinazunguka Afrika Mashariki, hizi zote ukiangalia Tanzania, Kenya, Uganda, ukichukulia nchi hizi zinatumia mapipa kati ya 450,000 kati ya 400,000 mpaka 450,000 kila siku. Kwa hiyo patabaki na mapipa 300,000, kumradhi, patabaki na mapipa 500,000, 450,000. Hayo yanaenda wapi? Tayari lazima tunakopo tuna surplus, soko linakuwa limezidiwa na mafuta mengi. Kwa hiyo mimi pengo yangu ambayo nimekopo nikifikiria kutokana na tafiti nilizofanya, soko la Afrika Kusini ni soko zuri sana, ndio watumiaji wakubwa zaidi wa mafuta barani Afrika, wakitumia mapipa zaidi ya 600,000 kwa siku, lakini mafuta mengi wana refinery zao, lakini nyingi wamezidi commission, hazizalishi. Kwa hiyo wanahitaji hizi ndizo zilizopo zinazofanya kazi ni chache, kwa hiyo wanahitaji crude. Tayari ni soko la crude na wamekopa wanachukua kutoka maeneo mbalimbali crude yao, kutoka Middle East, kutoka Angola. Lakini South Africa pia ni watumiaji wakubwa sana wa mafuta ambayo ni mafuta yaliyozalishwa, yani mafuta ghafi yaliyokuwa refined, kwa sababu refineries zao wamedecommission kutokea Marekani. Kutoka Marekani mpaka kufikia nchini South Africa ni mwendo wa zaidi ya siku 20, lakini kutoka Tanga mpaka meli ya mafuta na maanisha, yani kutoka Marekani mpaka South Africa ni siku 20, lakini kutoka Tanzania mpaka kutokea Tanga mpaka au Lamu mpaka kufika South Africa sio umbali mrefu, ni umbali ambao ni mfupi. Kwa hiyo kuna soko hapo ambalo ni kubwa sana, linaweza likapatikana Afrika Kusini. Inategemea pia na diplomasia sasa ya mafuta, diplomasia ya kibiashara, kuweza kuhakikisha sasa haya mafuta yanaweza kuuzwa katika masoko mengine ya nje. So Tanzania tunatakiwa kae kimkakati sana, na tunatakiwa tuangalie Tazama, bomba la mafuta la Tazama ambalo linachukua mafuta kutokea Dar es Salaam. Ninategemea litafanywa extension mpaka kwenda Tanga ili kuweza kuchukua sasa mafuta yake kutoka kwenye refinery ya Tanga. Kwa hiyo Zambia peke yake atakuwa ni mteja wa kwanza wa mafuta, lakini pia sio Zambia, tuweze kumtengenezea pia Malawi na yeye aweze kuchukulia mafuta yake hapo hapo Tazama. Tuache hii kutumia maroli. So pipeline ni most effective way ya kusafirisha mafuta ndani ya nchi. Kwa hiyo tunakuwa tumetengeneza Southern Corridor ambayo iko imara sana. Kwa Kenya pia wao kwa upande wao wana Lapsset Corridor ambayo iko kaskazini huko kutoa mafuta, lakini imekopo haiko effective sana, imekopo haiko functioning sana. Lapsset Corridor inapatikana kaskazini huko kutokea Lamu, Mombasa, kutokea Lamu actually iko inaanzia Mombasa, lakini Lamu ikiwa inamaanisha trade route, na pawe pana trade route maalumu, pawe pana pipeline ambayo itakuwa inapeleka mafuta huko katika nchi za kaskazini, Sudani huko ya kaskazini, Ethiopia, nchi ambazo hazina mafuta. Kwa hiyo Tanzania pia nimefikiria tunaweza kuexplore pia corridor, hizi corridor tuwe nazo nyingi, tuitumia vizuri ya Tazama Southern Corridor, lakini pia Kongo kama tuweza kuwafanya waingize mafuta. Kumbuka pia kuna shida ya feedstock, nilisema mara ya mwisho, feedstock hizi refineries zinahitaji mafuta yanayozalishwa ni madogo, hayamtoshi. Hata hii refinery ya Tanga yanayozalishwa pale Hoima hayatoshi, ni machache. Kwa hiyo hii feedstock wote hawa wawili au majani Dangote, lakini Vital ni wakubwa sana, watahitaji kujisupplyia mafuta yao kutoka katika maeneo mengine. Kwa hiyo Tanzania itahitaji pia kusecure diplomasia nzuri na Kongo, waweze kuintegrate mafuta yao kwenye bomba hili la EACOP. Pia South Sudan waweze kuintegrate, lakini wawe potential customers wa mafuta haya ambayo yanazalishwa ama refinery inayozalishwa Tanga. Obvious watafanya scalability, refinery hiyo ina uwezo wa kuongezwa zaidi, kutoka zile trains ama mitambo ya uzalishaji iweze kuongezwa zaidi. Kwa hiyo ndugu yangu, na imani itakuwa ni jambo ambalo lina research nyingi, ni pana sana, na imani nitakuwa nimeweza kulijibu katika engo fulani ambayo ni nzuri kwako. Umetisha sana. Swali jingine ni kutoka kwa Munir Elimran, anasema habari zenu wataalamu wa uchambuzi wa masuala ya kimataifa. Swali langu leo ni kwamba huu muungano wa Pakistan, Saudi Arabia na Uturuki, je, huu ni mpango wa Marekani kwa Iran au haya mataifa yameamua tu kuimarisha usalama wa mataifa yao?
Wow, the Mecca Pact inaitwa muungano wa unaita the pact ni nini? Ni mapatano ya Mecca. Ni moja ya miungano ambayo ni nadra sana kutokea, kwa sababu huu ni muungano wa kijeshi. Dunia so far ilikuwa na miungano nyuma katika historia, ilikuwepo huko Triple Entente, Triple Alliance, ambayo na tunaona miungano hii ilikuwa effective sana katika mavita ya kwanza ya dunia, mavita ya pili ya dunia, kwa sababu panapokuwa na muungano huu inafanya taifa fulani hata kama lina nguvu za kijeshi liwe lina ujeuri. Unaweza ukaona kile kipindi cha NATO pamoja na USSR ina nguvu. Vipo vinchi vilikuwa vidogo sana, lakini vilikuwa vina uwezo wa kumfokea Marekani. Marekani atasema nini? Kwa sababu wale wapo chini ya umoja wa Usovieti, chini ya mwamvuli wa kiulinzi wa umoja wa Kisovieti. Marekani alikuwa na uwezo wa kufanya chochote. So the same inatokea pia katika hii miungano. Huwa ni miungano ambao ni ya kijeshi na ni nadra sana. Baada ya kudondoka umoja wa Kisovieti, hatukuwa na muungano mwingine ambao ungeweza kusimama kama NATO ilivyo leo hii. NATO ndio muungano pekee uliobakia wa kijeshi, kwamba ukimshambulia mmoja hao wengine watashambulia. Of course upo muungano ambao ni baina ya nchi mbili ambao ni China na North Korea, ambao umekuwa huko muda mrefu. Watu wasiokifahamu kwamba North Korea akiweza kushambuliwa China aingilie, China akiweza kushambuliwa North Korea aweze kuingilia mgogoro huo, ikiwemo kupeleka silaha, kupeleka wanajeshi, vivyo hivyo. So imechukua miaka mingi mpaka pale tulivyoona Urusi alivyokuja kusaini mkataba kama huo na North Korea pia. Hiyo ilipeleka next level. Lakini Urusi na Iran walisaini mkataba, lakini haukuwa mkataba wa, yani ni wa comprehensive agreement, makubaliano ambayo ni makubaliano nyeti ya kiulinzi, kiusalama, lakini hayahusishi kwa namna yoyote kuingiliana hivyo kijeshi, wapeleke majeshi, wapeleke kwamba vita yako wewe ni vita yangu mimi. Hapana. Ila hiki tulichokiona kwa sasa kwa nchi ya Pakistan pamoja na Saudi Arabia kilianza hicho tunaona moja kwa moja ilikuwa ni tafsiri kwamba dunia inabadilika. Na kwa Saudi Arabia kimkakati kuingia makubaliano ya kwanza yale na Pakistan, ilikuwa analenga pia, wanamfikiria Iran, kwa sababu Iran tangu baada ya mapinduzi ya mwaka 79 huyu aligeuka yeye na Saudi Arabia kuwa wapinzani wa jadi, lakini upinzani wao unarudi nyuma sana kiitikadi, kwamba Saudi Arabia kidini, tunasema kwamba dini ya Uislamu imegawanyika katika usuni na ushia, lakini Saudi Arabia hawa Sunni wanachuki sana na hawa Mashia. Kwa hiyo tangu kipindi hiko mpaka leo hii tunayoongelea, Saudi Arabia wamekuwepo na huo uadui ambao ni wa kiitikadi. Uadui mwingine ni wa mapinduzi. Baada ya mapinduzi ya Iran walitangaza wazi, Ruhollah Khomeini, kiongozi mkuu wa kipindi hicho, kwamba Saudi Arabia na hizi mataifa nyingine ambazo zinatawaliwa na wafalme nazo zinatakiwa ziwe huru. Uhuru wa Iran ama mapinduzi ya Iran hayatakuwa na maana kama hao watawala wataendelea kubakia madarakani. Kwa hiyo unaweza kuona ilikuwa ni kama kuongeza pilipili katika kidonda au mafuta kwenye moto. Kwa hiyo sasa huo ni muungano wa Pakistan na nchi ya Saudia, kwamba Saudia walilenga kimkakati zaidi pia Iran, kwamba yeye inaweza ikawa ni mbali kuweza kufikia Iran, lakini tayari vita vyake na Iran, Pakistan ana obligation, inamlazimu aweze kufikia yale makubaliano, aweze kuisupport Pakistan. Kwa hiyo kuisupport nchi ya Iran. Kwa hiyo Pakistan ana jeshi la anga ambalo ni nzuri, Pakistan ana makombora ambao ni nzuri. Hata kwenye mpango wa makombora wa Iran, Pakistan aliweza kuchangia. Yes, na kuna swali niliulizwa, makombora ya Iran yalianzaje? Hapa na chipi najibu kwa sentensi mbili tu. Makombora ya Iran yalianza kama sababu ya taifa kuweza kushambuliwa na Saddam Hussein kipindi hiko, na hawawezi kupata makombora, wanalazimika kupata makombora, wakapambana. Kuna baadhi ya nchi ziliwapa kama North Korea, kuna baadhi ya nchi ziliwapa ujuzi. Kutoka hapo ndio na wao wakaanzia programu yao hapo ya makombora, mpaka leo hii tunaiona ikiwa imekomaa, na wao wakiwa magwiji katika teknolojia ya makombora ya masafa ya kati na makombora kwa ujumla. Kwa hiyo tukirudi hapo, Pakistan ana makombora na ana jeshi la anga ambalo hata Iran pia hana. Pia ni mshirika wa Marekani pia tunafahamu, lakini pia anaheshimika na Iran. Kwa hiyo ana nguvu hiyo. Kwa hiyo ilikopo ni Saudia kuhakikisha wanajilinda dhidi ya Iran, na wanatengeneza strategic deterrence, yani wanatengeneza
wanamtengenezea Muiran hofu ya kimkakati ya kuishambulia Saudia, na unaweza ukasema kwa namna fulani ni nzuri. Kwa nini Pakistani alihitaji muungano huu? Kwa sababu ya fedha. Pakistani hana hela, lakini Saudia ana hela, na kuna miradi mingi sana ambayo Saudia amekuwa anaifanya Pakistan, na kuna namna fulani nyingi ambazo Pakistan amekuwa anaiwezesha nchi ya Pakistan, lakini kati yao kuna uaminifu wa kiimani kwamba Pakistani ni nchi ya Kiislamu. Ni nchi rasmi kabisa ya Kiislamu kama ilivyokuwa Iran, katiba yao inasema hivyo, lakini pia Saudia ni nchi rasmi kabisa ya Kiislamu, hilo halina upinzani. Kwa hiyo wanaunganishwa na hivyo na hicho kitu. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo ni kama pale Saudi Arabia ana hela lakini hana nguvu ya kutosha, hana watu ambao wanaweza wakafa kwa ajili yake. Pakistani wakaingia hapo, na Pakistani wana wanajeshi, wana vitu vingine wanaweza kupigana, lakini hela hawana. Kwa hiyo unaweza kuona imekujaje hapo. Sasa tunamalizia na Mecca Pact. Ni kwa lazima nijenge context huko nyuma. Mecca Pact ambao ni nchi tatu: Pakistan, Saudia na Uturuki. Hawa wameungana sababu sio tu Iran, sababu nyingine ni Muisraeli. Ukiangalia Mturuki, kuna hofu pia ya kuweza kuingia na Israel. Na watu watakuja saa ngapi kama Israel akishambulia Iran? Watakuja akishambulia nchi ya Uturuki. Watakuja saa ngapi? Lazima patakaa majadiliano, patakaa hivi, na obvious baadaye wataweza kutoka kwenye obligation ambayo ndio itakuwa kifo cha rasmi cha NATO. Kwa hiyo Uturuki sasa hivi ni taifa ambalo limekuwa aggressive sana na linabuni masilaha. Juzi wametest hypersonic na linakuja kwa kasi. Yaani katika mataifa haya NATO mengine hayajitahidi kama Uturuki anavyofanya. Lakini pia sababu ya hiyo kunyimwa kuuziwa silaha mara F35 Marekani kujifikiria inafanya Uturuki walazimishe kubuni silaha zao wao wenyewe. Kwa hiyo Uturuki imekuwa ni taifa pengine na historia yake, unajua ilikuwa ni Ottoman Empire ikaungana na Ujerumani na vitu vingine, wakati vita vya kwanza vya dunia na vitu vingine. Kwa hiyo kuna namna pia Marekani anakuwa cautious nao, lakini ni taifa ambalo huwezi ukalineglect Mashariki ya Kati. Wana nguvu, wana population na idadi ya watu ambao wana weledi mkubwa, wana industrial base kubwa, wana teknolojia kubwa, ndio maana wanabuni leo maslaha yao katika defense industry. Na wao tofauti na Iran, wao hawana vikwazo. Kwa hiyo wao wanabuni. Imagine Iran na yeye angekuwa hana vikwazo vya kiuchumi vya ununuzi wa silaha, angekuwa na nguvu pengine, afu tuseme angekuwa na nguvu kubwa sana pengine kuliko Uturuki. Lakini Uturuki wana hiyo luxury ya ununuzi wa silaha, wana fedha, wana vikwazo, wamekopa, wana develop hivyo. Kwa hiyo ile Mecca Pact, sababu kubwa pia usiache na ufanye deduction zako, usiache kuifikiria Israel na mipango yake ya Greater Israel. Na sasa hivi Israel wanamuona kama Uturuki ndio adui mkubwa pale Mashariki ya Kati, kwa sababu ana nguvu kama ilivyokuwa wao, na hawawezi wakawa na hegemony, ile complete hegemony kama kuna nchi ya Uturuki pale Mashariki ya Kati. Saudia yeye anajulikana ni bendera fuata upepo, lakini kwa Saudia pia kwa upande mmoja unaweza kusema ni hivyo kujilinda dhidi ya Israel, lakini sio sana kwa sababu ni mshirika huyo, lakini zaidi ni mshirika wakiunganishwa pamoja na Marekani, lakini zaidi anayemhofia zaidi ni Muiran. Nimeelezea katika swali la mwisho kwa nini anamhofia zaidi Muiran ambaye ni adui yake wa jadi. Kwa hiyo ni kitu kile kile, hakijabadilisha, ni kama constant. Uhusiano wa Saudi Arabia na Pakistani ni pai, lakini uhusiano huu wa Mecca ambao upo pia kwenye uhusiano wa Mecca Pact. Kwa hiyo hamna kilichobadilika, ila tu kilichoongezeka ni kwamba kaongezeka mshirika mwingine ambaye ana nguvu zaidi. Kwa Saudi Arabia hapo kafaidika, lakini Israel pia amefaidika kwa sababu wanaweza kujilinda pia dhidi ya nchi amini Uturuki anaweza kujilinda dhidi ya nchi ya Israel, na mahusiano yanakuja na mazoezi ya pamoja na vitu vingine vingi, programs za pamoja za kijeshi, labda za development za silaha, ISR na vitu vingine. Kwa hiyo nadhani ndio hivyo unaweza kuweka muungano huu umekaa hivyo, lakini wote pia wanaunganishwa na mahusiano na kidini. Kuna namna wanaunganishwa pia kwa sababu Uturuki pia sio taifa pase labda kusema la Kiislamu, lakini nafahamu ni taifa ambalo mizizi yake ya Kiislamu ni mikubwa sana way back huko kutoka kwa viongozi wake. Kwa hiyo nadhani ndugu yangu nitakuwa nimekujibu vizuri swali lako. Sawa, swali jingine ni kutoka kwa Othman Miraji kutoka Arusha. Anasema hongereni kwa kazi yenu nzuri ya uchambuzi kitaifa na kimataifa. Swali langu ni kwamba hivi kweli kabisa mafuta yanayopita kwenye mfereji wa Hormuz ni 90% au tunazugwa tu? Kwa sababu kama ni 90%, kwa nini dunia nzima imeyumba kwa nishati hiyo na kusababisha bei kuwa kubwa kwa kiwango hiki tunachokiona? Hapo amekosea ndugu yangu, ni robo, yani inasema 20%, 1/5 mpaka 25%
yani robo ya mafuta yote yanayotumika duniani. Sasa mi huwa nasikiliza sana Kaskai, na hichi kitu leo naomba nikimake clear hapa kwamba asilimia ni hizo 25, wala hamna mtu anayedanganya. Na kwa nini adanganye? Ili uelewe asilimia 25 zikoje. Ni hizo 20 mpaka 25, kwa sababu unajua huwa kuna uzalishaji unabadilika. Pumping inaweza ikawa ni kubwa, ndio maana watu hawasei fixed asilimia 20. Ili uelewe lazima uangalie kwamba dunia inatumia mafuta kiasi gani. Namba zenyewe zinaongea. Dunia kwa siku inatumia mapipa zaidi ya milioni 100 ya mafuta kila siku. Sasa katika haya mapipa milioni 100, kumbuka Marekani peke yake anakula mafuta mapipa milioni 20, lakini mafuta ya Marekani hayatokei katika Hormuz, sio? Hayatokei Hormuz. So unabakia na asilimia 80 ambayo mnabakia nayo the rest of the world. Wewe Tanzania hapo unatumia mapipa kama 100,000 kwa siku. Kwa hiyo wewe tunaweza kusema ni almost negligible kwenye mapipa milioni 80 yaliyobakia. Anakuja Mchina hapo anakula mapipa karibu milioni 19 kila siku. Umeona? Kwa hiyo Marekani na China peke yake wanalamba kwa siku karibu mapipa milioni 40. Asilimia 40 ya mafuta inabaki. Lakini Mchina ukija ukaangalia anazalisha pia mafuta. Wengi pia hivi vitu hawafuatilii. China anazalisha mafuta yake asilimia 30. 70 inayobakia ndio inatoka nje, ambayo asilimia 20 mpaka 30 inatokea Urusi. Inayobakia sasa ndio inatoka hapo Mashariki ya Kati, 40, 10 ikitoka Iran, inakuwa distributed hivyo, hiyo ya Mchina. Lakini pia ndio maana unaona hiyo Mchina anajua kwamba yuko siku ambayo itatokea vita na Marekani ataenda kukata hiyo, kwamba huyu ana depend. Ndio maana Mchina ana mafuta mengi sana alikokahifadhi, na dunia sasa hivi imeona namna alivyoweza kuiokoa dunia isiweze kuingia kwenye shock kubwa baada ya kuacha kufanya tunasema swala la kimkakati ambayo alitangaza kuacha kutumia yale mafuta ambayo alikuwa anatumia karibu mapipa tunasema kama milioni 5 mpaka 7 kwa siku. Aliacha kuagiza ile, ikawasaidia Wachina pia wasiweze ikaisaidia dunia isiweze kupata ile shock ya mafuta. Kwa hiyo Mchina na Marekani peke yake wanakula asilimia 40. Nchi za Asia peke yake zinakula pia mafuta yanayofanyaje? Nchi za Asia zinakula mafuta yanayobaki. Lakini ikumbukwe pia wapo wazalishaji wengine ambao hawapo Hormuz pia wanakava kwa hiyo asilimia nyingine ya mafuta inayopatikana. Urusi pia anazalisha mafuta na ni one of the biggest producer duniani, ni mzalishaji wa 3 wa mafuta duniani. Akitoka Saudi Arabia na maana mafuta yake ndio yanategemewa yatokea hapo. Yalikuwa baadhi yanapitia Hormuz, baadhi yanapitia katika bandari ya Yanbu kwenye bahari Nyekundu kule ambako Wahuthi wanakiwacha, anaingia Suez, anaenda nchi ya Waarabu, ina maana akiingilia katika mfereji wa Suez, pale Suez anaweza kaenda nchi za Ulaya. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna hiyo distribution ya mafuta ambayo inakuwa ipo. Kwa hata hivi vita pia kwa Marekani vinamsaidia kuweza kuzikula hizi nchi za Ulaya, kuweza kuhakikisha mafuta yake ambayo anafanya sasa hivi drill baby drill, uchimbaji mkubwa zaidi ambao ni utatosheleza soko lake, lakini baadhi pia ya nchi za Ulaya ziwe zimeshatengeneza mifumo ya kununulia mafuta kutoka kwake Marekani. Kwa mfano nchi kama South Africa ambayo inachukua mafuta mengi sana kutoka kwa Marekani. Ndio maana mimi nilikuwa mtu wa kwanza kusema watu uwe ile nanlia ambayo imekuwa ina exist. Mimi naweza nikasema ni kama habari zile za kahawa kwamba Marekani anaiba mafuta. Marekani anaiba mafuta kiasi gani? Of course alifaidika na mafuta ya Mashariki ya Kati kwa kiasi fulani, lakini ni machache sana kuliko yale mafuta ambayo anazalisha yeye Marekani. Nchini Marekani anachimba mafuta yeye mwenyewe, anachimba. Wengi walikuwa hawajui kama Marekani anachimba mafuta. Kwa hiyo lakini hapa kupitia Essence mimi nimekuwa naondoa hizi myth. Kwa hiyo myth nyingine ambayo nataka niivunje leo ni kusema kwamba asilimia inayopita pengine tulidanganywa asilimia 25. Hapana. Robo ya mafuta yanayotumika kwa siku duniani nzima yanapita hapo, lakini lazima dunia iwe strong kwa sababu hiyo robo ambayo inatoka, kumbuka Marekani haitumii. Kumbuka ni robo ambayo itatakiwa itumike na hizi nchi za Asia. Imekatika. Kuna nchi zinaitegemea hiyo robo kwa kiasi kikubwa sana. Kuna nchi ambazo zinaweza kuwa huru, nchi kama Nigeria. Sasa hivi wana refinery yao ambayo inazalisha mafuta na Dangote ambayo inazalisha mapipa kwa siku takribani 700,000. Tayari wale pale wamejiokoa huko na mataifa mengine ambayo yanaweza kanunua kwa Dangote kwa sababu iko nje ya mfereji wa Hormuz. Lakini ukija sasa kwa mataifa yale ambayo yalikuwa yanategemea 100% kutokea pale, sio Marekani ambaye yeye anategemea huko, mataifa ambayo yanategemea 100% mafuta kutokea pale katika Hormuz. Hapo ndio shida inapoanzia.
hao sasa ndio wanakutana na changamoto, kwa sababu mafuta yanategemea yatoke pale labda kwa 100% Hormuz, alafu hayatoki. Hata nchi za Kiafrika zimedhurika sana, lakini zipo vitu kadhaa ambazo zimesaidia dunia isiweze kufikia hapo. Strategic reserves ambazo mataifa mengi yameachia kiongozwa na Marekani, move aliyoifanya Mchina, ambayo na yenyewe ukipiga hiyo mapipa ambayo milioni 20 yanapungua kwa siku, ukiweza kuchukua hizo measures ambazo zilifanyika, ilikuta kwa siku panapelea gap dogo tu kama mapipa milioni 5 kwa siku. Kwa hiyo ni numbers hizo ndugu yangu ambazo natakiwa uziangalie. Kwa hiyo hiyo 25% wala dunia haikudanganywa, na unaweza ukapata muda wako ukafanya research zaidi, utagundua hicho ambacho nakisema ni kitu ambacho ni very credible, kina ukakasi kabisa. Sawa. Swali kutoka kwa Hamza anasema, nauliza, ikitokea Marekani akashambulia miundombinu ya Iran na Iran akajibu kwa kuwashambulia washirika wa Marekani katika miundombinu yao akiwemo Saudi Arabia, je, Uturuki na Pakistan watamshambulia Iran? Yes, imeshatokea hivyo na unajua Muiran amekuwa smart sana. Wewe ukiangalia vita ambavyo amekuwa anapigana na Marekani, ni vita ambavyo hajaishambulia Saudi Arabia moja kwa moja. Hata amekuwa anaangalia naye wa kuchagua. Unajua, mbali tu na muungano huu, watu inabidi wafahamu ambao Saudia nao na Pakistan na Iran, lakini Saudia pia ni taifa lenye nguvu Mashariki ya Kati. Ndio mnunuzi mkubwa zaidi wa silaha za Marekani Mashariki ya Kati. Ndio taifa pekee limemudu kununua third battery moja, gharama yake ni kubwa sana, ni over $1 billion. So ukiongelea Saudi Arabia, ni taifa ambalo lina nguvu zake, ndio taifa ambalo limepewa ndege za kisasa kabisa na Marekani, mafunzo na vitu vingine. Kwa hiyo Iran anajua, na kuna namna fulani amekuwa anamnyima Saudia sababu za kuanzisha vita vikubwa, ama kumfanya Saudia aweze kuingia pia kwenye vita na Marekani. Kwa hiyo hajawahi kufanya mashambulizi ya moja kwa moja kwa miundombinu ya Saudi Arabia, which is ipo kwenye swali lako, lakini amekuwepo anafanya. Unakumbuka shambulizi la kwenye uwanja wa ndege kwenye facility za Marekani, ambayo hiyo ina jurisdiction kwamba mimi namshambulia Marekani, na hiyo ameshasema nchi yoyote katika ukanda wa Mashariki ya Kati ambayo itamhost Marekani kunishambulia mimi nitamshambulia. Lakini njia nyingine anayotumia ambao ni most smart ni kuwatumia Wahuthi ambao wana historia ya muda mrefu ya vita na Marekani, na vita vya mwisho Marekani na nchi ya Saudi Arabia, na vita vya mwisho ambao Wahuthi walipigana na nchi ya Saudi Arabia ni vita ambavyo vilikuwa ni vigumu sana kwa Saudi Arabia, na hata kujiondoa alitumia nguvu sana. Kwa hata sasa hivi Saudi Arabia yuko makini asirudi tena kwenye vile vita, kwa sababu Wahuthi wenyewe hawajali. Ni kama wewe unakaa nyumba ya vioo, wanapiga ile nyumba yako na kutia hasara. Ndio wanachoweza kufanya, na ndicho ambacho wamekuwa wanafanya. Wanashambulia refinery za Saudi Arabia ambayo uchumi wake tofauti na wenzie unategemea zaidi tunasema mafuta na ecosystem ya mafuta, uchimbaji wa mafuta, kuuza mafuta ghafi na kuchakata yale mafuta ama kufanya refinery, ndio wanatuuzia huku nchi za Afrika Mashariki na nchi nyingine bara la Asia na mataifa mengine. Kwa hiyo ndugu yangu, kama ikitokea Iran kashambulia miundombinu, Iran wako smart sana, hawashambulii tu. Kwa hiyo wamekuwa makini pia kumshambulia Saudi Arabia, sio tu kusubiria Saudi Arabia labda kaungana na Pakistan ambao wameungana kimkakati kwamba hata kama anaingia kwenye vita na Iran, ile inampunguzia mzigo. Huyu Pakistan anaweza kufanya ground invasion kwa sababu anashia mpaka na Muiran na kuweza kumminya Muiran, lakini akafanya hata mashambulizi, wakafanya coordinated air strikes wao pamoja na nchi ya Pakistan, pamoja na mashambulizi hata ya makombora na vitu vingine. Hiyo inamuofa, lakini siamini kama tutaweza kufikia huko, lakini hilo lina uwezekano kama wa Iran watafikia ku escalate kiasi hiko kuweza kushambulia labda miundombinu ya kiraia na vitu, which is hatujaona Iran wakifanya. Zaidi wamekuwa wanashambulia sehemu za kijeshi, labda hapo kwa UAE wamekuwa kuna muda walishambulia hoteli na vitu vingine, lakini zaidi Iran wamekuwa wanashambulia facility za kijeshi, which is siku zote katika vita kinachokushambulia, sheria za kimataifa zinaruhusu kile kinachokushambulia ukijibu, hasa kama vita ni war of aggression, vita ambavyo Marekani inajulikana hakuomba kibali. Ndio maana China amesema pia kwamba sisi hatuwezi kukubali vikwazo vyako
ambavyo wanavisema hivyo vya kiuchumi, hatuwezi kukubali kwa sababu umeviamua mwenyewe. Baraza la Umoja wa Mataifa halijapitisha tena, katika vita ambavyo wewe Marekani umevianzisha mwenyewe. Ili uanzishe vita dhidi ya taifa jingine, lazima watu wakae Umoja wa Mataifa wapitishe, wakupe kibali, wakubali kwamba yes, tuanzishe hivyo vita, sio wewe ujiamulie uanzishe vita. Kwa hiyo ukikaa ukatathmini hiyo, unaona wazi kwamba hivyo vita vya Marekani, na kwa hiyo sheria hizo za kimataifa zimeisha ruhusu kwamba kama taifa litashambuliwa lina haki ya kujibu, ni haki yake dhidi ya kule mashambulizi yalitokea dhidi ya military target, lakini sheria hizo zinazuia usishambulie tu eti unashambulia eneo la raia, sheria haziruhusu, zina guide ambazo sheria za kimataifa almost zimefanyaje, zimecollapse. So hopefully nitakuwa nimekujibu vizuri ndugu yangu kwa kiasi fulani. Safi sana. Swali kutoka kwa Abdul Razak wa Mtwara anasema, kama Marekani ndio nchi namba 1 kwa kuchimba na kuzalisha mafuta duniani, kwa nini wanaenda nchi nyingine kuhitaji kuchukua mafuta kama vile Venezuela na nchi za Mashariki ya Kati? Anaendelea, je, nahitaji kujua labda mafuta yake hayana ubora kama mafuta nchi nyingine, au je, labda kuna gharama kubwa wanatumia kwenye uchimbaji mafuta kwenye nchi yao ambazo labda inasababishwa na geography yao? Yaani naomba ufafanuzi wa kina kuhusu hili, na nawakilisha GPS kutoka Mtwara. Maswali ya mafuta Ali leo yamefikia, yanasema ni jipu limepata mkunaji, naona. Na swali hili lina slight variation kidogo katika majibu yake, kwamba ni maswali mazuri kwa sababu watu wamekuwa wanajiuliza na kumekuwa kuna misconceptions nyingi, watu kushindwa kuelewa vizuri. Sasa kwa nini Marekani ana kama ni mwenye mafuta mengi zaidi duniani, kwa nini anahitaji mafuta labda ya Venezuela, anahitaji mafuta ya nini ya nchi nyingine? Swala sio uhitaji, swala ni kucontrol bidhaa ile ya mafuta. Marekani amekopo ili awe na nguvu alizonazo, amekuwa anafanya vitu vya kimkakati, ikiwemo kucontrol bidhaa ya mafuta ambayo ndio imekopo, tunasema ndio damu ya uchumi wa kisasa. Mafuta hamna, yani hii prosper ya humanity tangu katika karne ya 20 ama uchumi wa kisasa imekopo inaendeshwa na bidhaa hizi za petroleum ama bidhaa za mafuta. Lakini ukiachilia hiyo, kitu kingine cha msingi ambacho inabidi tukifahamu sote ni kwamba Marekani pia, moja ya vitu vingine amekuwa anafanya kwa ajili ya ile hegemony yake ni kucontrol choke points, kwa sababu biashara zaidi ya 1% duniani inapitia majini. Ndio hii inajibu lile swali ambalo ndugu yetu aliuliza kwamba Iran kwa nini anategemea mafuta yapite njia za majini, kwa sababu biashara sio tu mafuta. Iran anategemea hata mali nyingine kuingia katika nchi, Tanzania na sehemu nyingine, ni kupitia majini. Kwanza is cheap, sio ghali. Leo uagize gari lije kwa ndege tu uletewe wewe, ni hela nyingi, lakini kwa meli inakuwepo ni kitu ambacho ni affordable, kwa sababu mameli yanabeba bulk, vitu vingi, makontena mengi, maelfu, kama ni mafuta mengi. So Marekani hizi sea routes zote amekuwa anazicontrol, lakini bahari ni kubwa, una control vipi? Kupitia choke points, sehemu ambazo lazima hizi meli ziweze kupita, kama Strait of Hormuz, Bab el Mandab na sehemu nyingine. Anaweza control vipi the seas of the world, yani bahari za dunia, kwa kutumia hizo aircraft carrier zake, ambazo yeye Marekani zimekuwa zinamfanya aweze kufika sehemu yoyote, kufikia eneo lolote wakati wote na hizo bahari. Ndio maana alikuwa ameziposition kimkakati hizo aircraft carrier, na hiyo pia inaweza kutengeneza ile hofu ama kutoka kwa mataifa mengine na kumjengea yeye ile hadhi ya super power ambayo Marekani imekuwa nayo kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa ukirudi katika msingi wa swali kwamba Marekani amekopo je, mafuta yake kwanza sio ya kiwango? Hapana, mafuta yanatofautiana tu grade, lakini hamna mafuta ambayo sio bora. Grade yako ya mafuta ndio inayoamua wewe refinery yako itakuwa ina kiwango gani cha uchakataji. Refinery inajengwa kutokana na uchakataji wa yani refinery fulani inachakata inafanya ya mafuta. Ndio maana kuna shell grade oil, mafuta ambayo ni ya shell grade ya Marekani, yale kiangalia meupe kabisa hivi. Watu wameshazoea crude oil na kwa nyeusi, lakini yale ni shell grade meupe kabisa. Kumbuka na ni formation tu ya mafuta kwamba yametengenezwa kwa miaka mingapi. Kwa hiyo zinapodesigniwa refinery zile ambazo ndio zitakuwa zinafanya hiyo cracking ama kuvunja yale mafuta kuzalisha hizo bidhaa katika zile refinery, kuyeyusha ule mvuke ambao unakopa unachomwa yale mafuta, kwa sababu yanayeyushwa kama gongo, mchakato wa tofautiani sana, fractional distillation tunaita. Kwa hiyo ile refinery inadesigniwa joto na kila kitu kudeal na aina ile ya mafuta.
Kwa hiyo yale ni shale grade ya Marekani. Kuna sweet crude ambayo ni mafuta yanakopo yanasema ni matamu, yani sio matamu labda kuyala, hapana, ile texture yake, wepesi wake, ambayo ndio yanapatikana hapo Mashariki ya Kati, au ni sweet. Lakini yapo yale magumu kama Venezuela, ambayo hata katika hali ya kawaida ukiyaweka yanakuwa magumu mithili ya mshumaa, au mithili ya ile kiwi, dawa ya kupakaa viatu, yanakuwa magumu hivyo. Ndo hayo mafuta ya Uganda pia yako hivyo. Kwa hiyo yanawezaje kusafirishwa kutoka Uganda mpaka yafike Tanga? Lile bomba ni heated pipeline, ni bomba ambalo linapitishwa litakopo linapashwa joto, lina heating element ambazo zitakuwa zinazalisha joto. Lile joto litahakikisha yale mafuta yanakaa sio katika room temperature, hii nyuzi joto yetu ambayo yataganda, inakopo ni slight higher, ambayo ni takriban nyuzi joto 50. Ndio usafirishaji wake unakuwa hivyo. Kwa hiyo hata meli pia hizi ambazo zinasafirisha aina ya mafuta ambayo yanaganda kama ile mafuta ya Uganda, inabidi pia iwe ina heating element mule ndani ili kuweza kumaintain hilo joto. Kwa the same happens, hayo mafuta kama ni magumu hivyo, hata refinery zake zinapokuwa zinadesigniwa kuyahandle ya mafuta. Ndio maana ziko refinery kama za South Africa nilikwambia zimefungwa, kwa sababu hauwezi tu kachukua mafuta haya mengi yanayopatikana labda Marekani wapi ukaja ukayaweka zianze kurefine, inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo unakuta zile refinery ni bora kuzidecommission, na hata ukilazimisha yale mafuta wanasema ile refinery haitodumu, itakaa baada ya muda itafanyaje, zitafeli. Kwa hiyo Marekani kusema labda mafuta yake hayana ubora, hiyo sio. Mafuta yote ni sawa, ila tofauti tu aina fulani ya mafuta yanaweza ikahitaji yakatumia nguvu zaidi, energy kubwa zaidi, joto jingi zaidi, na miundombinu yake ikawa ni gharama zaidi kupata end products kuliko aina fulani ya mafuta. Ndio maana ya Middle East yanapendelewa, na hata kwenye benchmark prices yako juu. Ukiangalia Brent crude ni sweet, wanasema ile Brent crude oil ni sweet. Kwa hiyo WTI yanakuwa ni sweet na yanakuwa na bei ambayo ni ya juu kidogo, tofauti na Brent kwa sababu ya hadhi yake. Sasa malizia kwamba Marekani anahitaji, kwa nini? Nimekwambia ni kwa sababu ya control tu, awe ana control hii bidhaa muhimu. Ukicontrol mafuta umecontrol nguvu za dunia, kila dunia itakuheshimu. Na sio tu mafuta, Marekani ana control critical components zote za uchumi wa kisasa. Kija kwenye semiconductor, Marekani ana control nani auziwe, nani asiuziwe. Mchina ndio maana hauziwi high end chips kwa sababu watamzidi Marekani. Marekani haruhusu hiyo, anataka always maintain ile edge ili kuweza kuhakikisha yeye anakuwa technologically superior dhidi ya Mchina. Ukija pia ukitoka kwenye semiconductors unakuja kwenye teknolojia hizi tunasema teknolojia nyingine nyeti ni ipi? Hapo imenitoka kidogo, lakini ziko AI, artificial intelligence. Angalia nayo Marekani anavyo maintain edge, sio tu kwenye chips na vitu vingine, anambania Mchina na vitu vingine na teknolojia nyingine ambayo Mchina amekopa, anapambana, analipa head. Lakini kwa hiyo sio tu kwenye mafuta. So kumalizia kujibu swali la Venezuela, pia mafuta yake, ndio maana unaona pia hata refineries za Marekani nyingi haziwezi kumudu kuyachakata. Inabidi Marekani atengeneze tena miundombinu mingine. Of course, Venezuela anaweza kawa ni of interest kwa Marekani kwa sababu makampuni yanayowekeza Venezuela ni makampuni ya Marekani. Venezuela wana uwezo, ni kama sisi mafuta wanakuja Vital, Bahrain na wawekezaji wengine. Kwa hiyo Marekani anavyowekeza zile kampuni za nchini Marekani zikishika Venezuela, maana yake Marekani anairudisha nchi ambayo ina mafuta mengi zaidi duniani, anairudisha kwenye mkono wake, kwenye maguvu yake. Ile ina nguvu sana, ni rafu kubwa sana Marekani ambao amecheza katika uchumi wa dunia kumfanya awe ahead. Kumbuka Mchina anamkaribia Marekani, kwa hiyo rafu aliyocheza tayari imempa edge, imempa advantage zaidi katika race ama katika mapigano ama katika ushindani wa kiuchumi ambao umekuwa baina yake na nchi ya China, kwa sababu anaishika nchi ya Venezuela. Kwa hiyo ata control ile resource ya mafuta ya Venezuela kupitia makampuni yake. Haimaanishi kwamba nchi ya Venezuela haitofaidika. Nchi ya Venezuela inafaidika kwa sababu kuna mikataba, lakini who controls makampuni ya nani yanayofaidika moja kwa moja? Ni makampuni ya nani? Ya Marekani. Kwa hiyo anachokitengeneza Marekani ni ile formula yake kwamba if you don't play by his rule, kama hautofuata sheria zake, basi hautofaidika. Ndio maana Iran na vikwazo, licha kuwa na mafuta, hauzi kwenye soko la dunia kwa sababu hafati kile ambacho Marekani anachokitaka, kwamba usipo play
wao wanavyotaka, wanakuondoa kwenye mfumo wa kawaida wa soko la dunia. Vivyo hivyo kwa Mrusi, sasa hivi hayupo kwenye soko la dunia la uuzaji wa mafuta. Kwa hiyo hizo ndio siasa za mafuta. Damu tunaita dhahabu nyeusi, damu ya uchumi wa kisasa, ambayo ndio imekuwa ikipawa uchumi wetu kwa miongo zaidi ya 5 iliyopita. Ndio uchumi wa teknolojia sasa. Kila kitu, maviwanda na nini, yamekuwa powered na mafuta, ikiwa ilichukua kijiti cha coal ambayo ndio ilikopo ina power industrial revolution na vitu vingine. Mwanzoni mwa karne tunasema ya 19, ile industrial revolution ilipoanza, ilikopo ni industrial revolution 1775 kama nakumbuka vizuri. Kwa karne ya 18 sio, ikaanza industrial revolution. Karne ya 19 yote tukawa tuna industrial revolution. Coal ikatumika sana kupawa viwanda na vitu mbalimbali. Mafuta yalivyokuja kuingia hapo karne ya 19, hapo 1930 Saudi Arabia anagundulika na nini, mpaka 40 mpaka 1950 hapo mafuta yakashika hatamu, na mpaka leo imekuwa ni bidhaa nyeti sana. Ukiwa nayo lazima taifa litatajirika. Na pia ukiwa nayo inaweza ikawa ni laana, kwa sababu usipofuata unayoyataka watahakikisha ufaidiki nayo, na au wanayachukua kwa nguvu vile ambavyo wanataka, na wakishindwa kuyachukua kwa nguvu, basi wewe huwezi ukafaidika nayo, wala nchi yenu haiwezi kufaidika nayo, kama ambavyo kwa Iran wana mafuta mengi sana, lakini ni nchi ya 4 kama sikosea kwa mafuta mengi duniani. Venezuela, nakuja Saudi Arabia, then kuna Mrusi, then kuna Muirani, nchi ya 4. Marekani kuchimba mafuta mengi haimaanishi ndio ana reserve kubwa zaidi ya mafuta duniani. Naomba niweke nukta hapo. Sawa. Sasa kwa sababu leo tupo na Masubi peke yake na maswali ni mengi, inabidi nimuulize swali ama tumpe swali la mwisho ili asije kalala hoi bwana ndugu yetu hapa. Na hili ni swali kutoka kwa Happy, anasema baada mawili ya mwisho. Unataka mawili ya mwisho? Haya basi moja kati ya mawili ya mwisho kutoka kwa Happy, anasema baada ya kusaini makubaliano ya kulindana baina ya Saudi Arabia na Pakistan, vilizuka vita Afghanistan na Pakistan, ila Saudi hakureact kitu chochote. Ila vilipozuka vita Saudi na Yemen, Pakistan alikuwa na kiherehere sana kuingia Yemen. Je, hii vipi? Nimecheka hapo Happy alivyosema kiherehere. Anasema baada ya vita ya Saudi na nani? Anasema baada ya kusaini makubaliano ya kulindana baina ya Saudi na Pakistan, vilizuka vita Afghanistan na Pakistan, ila Saudi hakureact kitu chochote. Ila vilipozuka vita Saudi na Yemen, Pakistan alikuwa na kiherehere sana kuingia Yemen. Je, hii vipi? Okay. Kwanza kabisa nadhani Pakistani alijaribu kuonya, kwa sababu mwisho wa siku wale mbali na kuwa swali linaendelea hapa, nimesahau pointi muhimu. Aliendelea, anasema sasa ameongezeka Turkey. Je, huu umoja ni wa kumtishia Iran au kumtisha Israel? Wow, nice deduction. Alipomalizia na au kumtisha Israel wote, na ndio maana nilijibu pale kwenye swali jingine, arejelea ataona. Kwa hiyo kwenye alichokimalizia nimeshakijibu kwamba ni muungano wa kimkakati ambao kila mmoja na malengo yake. Kwa Uturuki zaidi anaweza kawa kamlenga Muisraeli, kwa sababu Muiran hata siku moja sio adui wa Mturuki, hata siku moja adui yake sio Muiran. Kwa hiyo Muisraeli anajaribu pia, Mturuki anajaribu kutengeneza deterrence pia kumditaa huyu Muisraeli kwa namna yoyote, kwa hali yoyote. Lakini hata Mpakistani hana mahusiano mazuri na Muisraeli pia, kumbuka. Lakini pia Muisraeli ana mahusiano zaidi na Muhindi ambaye ni adui wa jadi wa nchi ya Pakistan. Kwa hiyo kuna hesabu nyingi sana ambazo zinapigwa hapa, lakini Pakistan kama tulivyosema, ukiuliza kielele chake kinatokea wapi, kwa sababu yule ni tajiri. Siku zote tajiri, tunasema kwa sababu Saudi Arabia ni tajiri, Pakistan yuko very disparate, nchi yao imekuwa inapitia magumu sana kiuchumi. Kwa hiyo unapopata tajiri na kuna namna unaweza kumshika tajiri, basi lazima pale utumie kile ambacho unawezea kumshika tajiri, lazima ukitumie vizuri. Ndicho anachokifanya nchi ya Pakistan, nchi ya Pakistan actually ndio wanachokifanya katika huu muungano, kuweza kumshika vizuri Saudia. Kwa hiyo yale matamko aliyotoa dhidi ya Yemen, obvious unaweza ukaelewa kwa nini. Lakini Afghanistan umeiongelea hapa,
vita mapigano, mi naweza nikasema, kwa sababu Afghanistan is no match na Pakistan bana. Taliban wamekuja kushika nchi hawa na hata jeshi la anga wanapigwa tu, na inasikitisha actually Afghanistan wanapopigwa na Pakistan, na ni mataifa ambayo yote unaweza kusema ni mataifa ambayo yote yana mwamvuli mmoja wa dini ya Kiislamu, lakini yanapigana. Kwa hiyo mimi naweza kusema pia kuna namna Pakistan anatumika na Marekani kuweza kutekeleza ajenda za Marekani, maybe kuifanya Pakistan isiwe stabilized, isitengamane vizuri sana, lakini yeye anadai kwamba kuna vile vikundi ambavyo wanashia mpaka na Pakistan. Pakistan wanashia mpaka na Afghanistan. Kwa hiyo wanadai kwamba wanadai Afghanistan wamekuwepo wakivitumia hivi vikundi kuweza kuanzisha mashambulio, yani kuanzisha, of course kuna vikundi vile vya waasi vimekuwepo, vipo vikiingia Pakistan, kuna muda vikisababisha baadhi ya casualties hapa na pale, lakini huyu Pakistani vipo vikundi pia vimewahi kuhusika na yeye amewahi kuvisupport vikiingia vikisababisha madhara nchini India. Huwa wanajeshi wa India, vingine vinatokea Kashmir tunafahamu. Kwa hiyo ni haya mambo ambayo yamekuwa yanatokea ambayo ni challenging. Kwa hiyo ukiangalia Saudia ni vita ambavyo vimeanza muda hata kabla ya vita vya Iran, hata kabla hiyo pact. Kwa hiyo pia kuona ana respond kwa nguvu zaidi ni ngumu. Mimi nadhani mahusiano ambayo Saudia nguvu yake kubwa Pakistan aliyotegemea ni ya kifedha, mambo yaende vizuri basi, lakini na Saudia akaichukua Pakistan zaidi kimkakati, kudili na Iran, kudili pia na zaidi na Iran kwa sababu ndio adui yao wa kudumu, lakini pia kwa Mturuki zaidi kutengeneza deterrent dhidi ya Muisraeli ambaye ndio unaweza ukasema ndio adui pia wa kudumu wa Muisraeli. Kwa hiyo kuna hizo engo ambazo unaweza kuangalia muungano huu, lakini unaweza ukawa effective. Ndio swala la muda, kila kitu ili tujue siku zote ubora wake lazima kiwe tested Kama ni silaha kivita itumike vitani, kama ni bati bora ikinyesha ndo tutajua panavuja wapi. Kwa hiyo ikitokea huu muungano ukawa tested, yes, tutajua hapa kweli sawa. Hata NATO yenyewe haijawahi kuwa tested, yani ile tested vizuri kabisa, labda Mrusi kapiga nchi ya NATO. Sasa NATO imelazimika kuingia ili kuweza kutekeleza Article 5 kama Article 5 inavyodai. Kwa hiyo hii miungano pia inatengeneza deterrence kama ambao nimesema, hofu ile watu waogope tukimchokoza. Kwa hiyo kuna mataifa mengine madogo tu hata nguvu hayana. Wewe pale mataifa mangapi katika NATO alliance yana uwezo wa kupigana na Mrusi? Mangapi? Mengine hata silaha hayana. Poland ana uwezo wa kusurvive na Mrusi? Hapana. Lakini NATO ile pekee ni mwamvuli tosha kufanya Mrusi aogope kuishambulia nchi aogope kushambulia Poland. So that's what we call deterrence. Yani hiyo ndio ambayo tunaita deterrence. Na nimekuwa naiongelea hii kwa sababu uwezo kaongelea masuala ya kivita, usiongelee vitu kama hivyo deterrence na vitu vingine. So hopefully nitakuwa nimekujibu. Nimesauji na Neema Nuru. Ni Happy. Okay, Happy. So hopefully nitakuwa nimekujibu. Happy, na hongera. Una uelewa mpana. Watu sio Happy tu, maswali yote unaona Sky yako very technical. Maanake GPS tumeweza kujenga wasikilizaji ambao wanauelewa mpana kiasi hiko vizuri. Na ukiangalia nauliza maswali ambayo kiufundi, na ukiangalia tuna kina dada wanauliza maswali. Kuna Vero leo tumempata na huyu Happy. Yani ni jambo ambalo ni very pleasing. Wengine ni vijana, zamani watu walizoea hivi vitu, ni vitu ambavyo wanaovifuatilia ni wazee tu na magwiji, lakini leo geopolitics imekopo ina athari kubwa kwa vijana zaidi pengine kuliko wazee, kwa sababu vijana pia wamegundua kwamba kumbe maisha yetu sisi yanaathiriwa pia na hizi siasa za kimataifa. Mara hivyo kuna mamekomuko ya bei, mara kuna hiki kimeenda vibaya. Kwa hiyo ndio maana tunaona pia hii inaongeza hii urge ya watu kuzipenda hizi silaha, kuzipenda hizi siasa za kimataifa, geopolitics, kwa sababu geopolitics ina raha yake pia. Yani ina raha yake kuifuatilia, kama ambavyo mtu anafuatilia movie, kama mtu ambavyo anafuatilia mziki. Kwa hiyo ni jambo jema kuona pia tumeweza kujenga audience kubwa kama hivi ambayo inafuatiliwa. Kwa hiyo nadhani pia tunabakia na swali hilo ambalo ni la mwisho. Swali la mwisho linatoka kwa Rutiva Decor. Anasema
Mambo vipi ndugu zangu? Hakika mnazidi kutupatia tiba bora ya ubongo. Samahani kama swali hili lishawahi kujibiwa, basi mimi sikubahatika kusikia wakati likijibiwa, na kama bado halijawahi kuulizwa, basi litakuwa faida kwa sisi ambao hatujabahatika kulisikia. Hili swali ni kwa Masubi. Kwa nini Marekani haikuishambulia Irani kutokea Marekani na badala yake imetumia kambi zake za kijeshi zilizopo Mashariki ya Kati? Au kuna aina makombora yenye uwezo wa kusafiri kutoka Marekani hadi Iran? Wow. Okay, fine. Sasa kwa nini Marekani haijashambulia Iran kutokea Marekani? Kwa sababu hiyo ndio sababu Marekani ametengeneza kambi zake hizo. Nilisema kwamba Marekani ana nyenzo zake za kutandaza maguvu yake duniani na kufanya Marekani aogopeke na kuipata ile hadhi ya superpower wa dunia. Nikasema kwamba kutawala bahari mbalimbali za dunia kwa kutumia zile aircraft carrier zake na nyenzo nyingine na nyenzo zingine za kivita ambazo ziko majini. Unaweza kusema carrier strike group ikiwa inatengenezwa na aircraft carrier na destroyer zile na zile cruise ships na vitu vingine, pamoja na silaha zake submarines na vitu vingine, zote kutawala hizo seas of the world. Lakini nikasema pia kutawala rasilimali muhimu ambazo zinashikilia uchumi wa dunia ikiwemo mafuta, sio? Lakini pia tatu sasa ni hizi kambi mbalimbali ambazo Marekani amezisambaza dunia nzima, kambi zaidi ya 800. Maana yake ni kwamba kupitia hizi kambi Marekani ana uwezo wa kuanzisha vita sehemu yoyote katika dunia, na hizi kambi ndio zikawa sehemu ya kwanza ya kuweza kusababisha ama kuweza kuanzisha ile kufanya mobilization na kutumika kwa ajili ya kuanzisha vita hivyo. Na hizi kambi, kumbuka, huwa pia zinatumika sio tu katika shughuli za kijeshi, hata katika matumizi ya shughuli za kiintelijensia na vitu vingine. So unaweza ukaiona nguvu ya Marekani kupitia hapo, kwamba Marekani ameweza kujitengenezea huu uwezo mkubwa kuzitengeneza hizi kambi special kwa ajili ya kuweza kutumika katika vita mbalimbali. So kutumika katika vita vya Iran ndio specific reason kwa nini Marekani, ni sera maalumu hii ya kijeshi ya Marekani ambayo imekuwa anaifanya muda mrefu. Specific reason ni hizi kambi kuweza kutumika katika vita hivi. Lakini kingine, anapokuwa ameweka kambi yako tayari amekushika, kwamba utamfanya nini? Uwezo kumuondoa. Ni kama ndoa ambayo inakuwa imeingia baina ya Marekani na watawala wale na nchi yenu. Kwa hiyo unaweza kuona hizi kambi zina faida kiasi gani kwa nchi ya Marekani, lakini pia kusil ile hiyo hali ya super power. Kwa hiyo kwa nini Marekani hajashambulia sasa kutokea nchini Iran, nchini Marekani? Kwa sababu ni ngumu. Ili Marekani aishambulie nchi ya Iran kutokea Marekani, anatakiwa atumie makombora ambayo sio tena wala medium range, ni makombora ya masafa marefu, bara hadi bara. Na makombora yanayosafiri bara hadi bara, the more kombora linavyoongezeka kusafiri umbali mrefu, ndio linavyozidi kuwa kubwa. Kwa hiyo ili atumie aishambulie Iran kutokea Marekani, alishawahi kushambulia Iran kutokea Marekani. Alishawahi, lakini alitumia zile tunaita bombers. Aircraft bombers ni ndege ambazo zinatakiwa zitembee umbali mrefu, sio ndege za kawaida. So alitumia B2 bombers katika Operation Midnight Hammer. Kwa pale alishambulia Iran kutokea Marekani. Lakini swali jingine, je, Iran ana uwezo kuipiga Marekani? Anaweza kushambulia kutokea Iran, ana uwezo kushambulia Marekani kutokea kwake? Bado kwa sasa hivi hana. Kwa sababu the only way ni tatu. Utumie submarines ambazo zina uwezo wa kusafiri masafa marefu, ambazo zikifika karibu na Marekani ziachie mabomu ama makombora ya masafa marefu ambayo yanajulikana kama SLBM, Submarine Launch Ballistic Missiles, ambazo ni nchi chache ambazo zinayo. Urusi wanayo, ambao ni submarine tunafahamu, wana makombora kama Bulava, lakini pia Marekani wao wanayo pia masubmarine yao makubwa, Ohio class na mengine. Kwa hiyo Iran hiyo hawana. Kwa hiyo hawezi obvious kushambulia Marekani kutokea Iran. Njia ya pili ni kuwa na makombora ya masafa marefu, intercontinental ballistic missiles, ambao Iran pia bado hawana, ila Marekani wao wanayo. Lakini hayo ni makombora ambayo ya kimkakati, hamna nchi iliyowahi kutumia, haipo. Ni zile silaha tunasema nchi inazo, kama mpaka ikitokea labda kwenye vita vya 3 vya dunia ama taifa limeweza kushambuliwa labda kama hivyo na Marekani. Kwa hiyo hata North Korea katika wao wanayo. Kwa hiyo ndio taifa moja, mataifa machache ambayo yana uwezo wa kushambulia Marekani kutokea katika ardhi yao.
North Korea kwa sababu ya makombora ya Hwasong ambayo yanaweza kutoka Marekani. North Korea akafika Marekani ndani, na sifa ya ma-ICBM ni kusafiri kwa haraka sana, kasi ya hypersonic, ndani ya dakika, chini ya dakika 30 anafika kule ambako anatakiwa aende kupiga. Na sifa nyingine, kwa sababu yale ni madude makubwa, yanakuwa yamebeba tunasema vichwa pia vya nuclear, ambavyo vingi vinaweza kuwa ni hata 20 kwa mfano, ambavyo ni MILV, tunasema ni multiple independent re-entry vehicles, vichwa ambavyo vyote kila kimoja kinaweza kupiga eneo lake wakati kinashuka, lakini vingine decoys kwa ajili ya kuchanganya mifumo ya ulinzi wa anga. Kwa hiyo na pia kwa sababu ni makubwa sana, unaona pale North Korea wakia launch linavyokuwa liko kubwa, linasafirishwa na magari ambayo ni makubwa. Kwa hiyo wanavyo ya launch pia hata stage zake za kufika kule ni 3. Unaona makombora ya Iran ambayo yanashambulia nchini Israel, yale sio makubwa kihivyo, kwa sababu yale ni medium range, kufika kilomita 1500, 1200, na yale pia yana stage 2 tu. Stage ya kwanza ambayo kombora linatoka ardhini mpaka angani linatawanyika, yale mafuta ya ile boost phase yanakuwa yametumika, kinabaki kipande kingine cha pili. Kile cha kwanza kinarudi chini, ile booster, ile cha pili engine yake inawaka, inapokea, inaanza kulipeleka kombora kwenda katika shabaha yake, ama katika hatua ya pili, hiyo ni second stage, mpaka kufika kuipiga shabaha yake. Kwa hiyo Iran hana hiyo capability ya kuishambulia Marekani moja kwa moja, lakini kambi zake ziko within range, na ndio maana ameweza kuzishambulia. Kwa hiyo sababu kwa nini Marekani hajaishambulia Iran kutokea ni ngumu. Marekani anaweza kaanza kutumia Minuteman II eti kuishambulia Iran, lakini where and when necessary kushambulia Marekani kwanza ni gharama. Leo launch bomba kutokea Marekani mpaka kuifikia Iran ilikuwa ni ngumu sana. Hiyo ndo faida ya kambi za kivita, ushambulie, lakini iliwezekana kwa kutumia B2, na ilikuwa ni operation ngumu kwa sababu B2 ni crown jewel ya jeshi la Marekani, ni za muhimu sana kimkakati, kama ilivyokuwa F-22 Raptor zinapakiwa kule Missouri, kwenye ile kambi inaitwa Whiteman Sands kama sijakosea. Kule ndio wanazipaki pale kwenye kambi maalum. Kwa hiyo zitatakiwa zitoke zije huku na zirudi pale. Ni kama gari ambayo tajiri ya ruhusu ya gharama kubwa, labda gari Costa ama basi, hataki ilale na dereva, lazima irudi ikalale kwake. Hiyo hizi B2 bombers, kwa hiyo haziwezi hata zikalazwa sijui Uingereza, haziwezi zikalazwa wapi, hawataki hata zipigwe watu wasifuatilie sana. Kwa hiyo zile ziliweza kushambulia kutokea Marekani zikarudi chini Marekani, lakini hizi bombas nyingine kama B1 Lancet zenyewe sasa zinaweza zikatokea pale, unaona Uingereza, kambi ya Uingereza, kambi ya Cyprus na kambi nyingine zikaenda kushambulia nchi ya Iran, lakini distance ni karibu, kwa hiyo ni rahisi zaidi wao kushambulia, kwa sababu ikishakuwa distance kubwa kwa hizi bombers inabidi wafanye refueling na vitu vingine, so hiyo inaongeza gharama zaidi ya kufanya operation na complexity ya operation nzima, coordination na nini na vitu vingine, na kuwa complicated sana. Kwa hiyo na imani nitakuwa nimekujibu swali lako uliloliuliza. Sawa. Bana, hongera sana Ali, umepiga session kwa kiwango cha juu sana, inaonyesha namna gani ulivyo full masinondo. Unasema full Mungu nafurahi au vipi? Safi, umeweza kama hivi, na kama hivi gap likitokea sasa inabidi pasionekane gap. Yeah. Kazi nzuri sana bwana Ali. Maswali ni mengi sana, maswali ni mengi mno, kiasi ambacho yaliyosalia yatachukua vipindi viwili vingine kuyamaliza. Kwa hiyo haya mimi nafikiria sijui ungefanya utafute namna walau ipatikana hata maswali hata 5 tu, kwa sababu ujibuji wetu unajua kuna muda unakuwa gani mrefu. Kwa maswali 5 au 6, kila mmoja anajibu labda mawili, tunafanya hiyo session, walau hata kwa siku ichaguliwe siku moja ambayo itaonekana either tumetimia wote au whatever. Hiyo siku inajibiwa maswali ili kuyapunguza. By the way, ni maswali ambayo ni mazuri, ni doubts, ni vitu ambavyo watu wanakuwa navyo, hatuwezi kuvi-address kwenye vipindi vyetu vya kawaida. Kwa hiyo nadhani hapo utakuja na kitu ambacho kinaweza kupunguza huu msururu kabla hatujaanza kupokea maswali mengine tena. Nadhani sitaki kuiharibu format, iendelee kubaki the same format. Ijumaa inakuwa na hiyo vibe ya maswali. Tutamaliza, ndio maana kwa sasa sipokei mapya. Nikianza
nikiona kwamba maswali yameisha, basi nitaruhusu maswali mengine ili kuwa na ile format ya Ijumaa ambayo ni very special, ambayo inakuwa iko hivi. Hizi siku zingine 5 tunakuwa tunaendelea na yanayojiri. Kwa hiyo niseme asante sana kwa wewe ambao umekuwa nasi. Ali, nikutakie weekend njema ndugu yangu, na upumzike sasa. Asante kwa kuwa nami. Naitwa Frederick Bundala. Tukutane tena Jumatatu hapa tukikuletea yale ambayo yamejiri katika geopolitics kama GPS ambavyo imeendelea kuwa inafanya. Nikutakie weekend njema, uwe na afya njema. Kwa heri.